ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ama baad, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zetu Waislamu, kwanza tumesimama tena mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuhimizana katika jambo la kheri, kwa sababu katika hii dunia tunapoishi tunakumbushana. Leo tuko duniani, kesho tunaondoka. Kuna watu walikuwa na matarajio makubwa sana kufunga katika mwezi wa Ramadhani ambao uko karibu, na sisi hata hatujui kama tutafika. Sasa tuko katika mwezi wa Shaabani, tunaelekea mwezi wa Ramadhani. Hapa katikati watu wanaondoka pia wengi. So hatujui kama risti yetu ni mojawapo katika wale watu wanaotangulia mbele ya haki. Lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe tukiwa na afya na tuwe uhai, ndio tuweze kufunga, kwa sababu ni mwezi ambao uko na thawabu nyingi sana. So Waislamu tunakumbushana leo, kwa sababu tuwatangazia hususan kama siku mbili kuhusiana na hizi vitabu, na bado hatujapata, manake bado hatujafika hata nusu yake, bado hatujafika. So tulikuwa tunaomba Waislamu kwa ajili ya Allah, wale ambao wanatusikiza na wale ambao wanafuata katika Salama Dawa, ni kundi changa mno katika makundi ya dawa katika nchi ya Kenya. Na ukumbuke nchi ya Kenya ni nchi ambao Waislamu ni wachache mno, kwa sababu ukiangalia takwimu wanaoitoa kila wakati wanasema Christianity is almost 80%, na hii 20% inayobaki kuna Waislamu na kuna wale ambao hawana dini na nini wamo pale. So Uislamu uko chini sana katika nchi ya Kenya, lakini alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, dawa ambazo zinafanyika na mambo mengi yanayofanyika ya Uislamu yanawasababisha watu kusilimu na kuingia katika Uislamu. Na hususan katika hii nchi ya Kenya, baada ya miaka itakayokuja, ima tutakuwa hai ama tutakuwa hai, Uislamu utakuwa umeinuka sana katika hii nchi. Watu watakuwa wamepata nuru ya Uislamu na wamepata njia ya kumwelekea Mola wao, kwa sababu Mwenyezi Mungu humuongoza mtakaye. Kazi yetu ni kufikisha, anayeongoza ni Mwenyezi Mungu. Waislamu tunahitaji hii msaafu. Hii msaafu ni tarjuma ya Kiswahili ya Sheikh Abdalla Farsi. So tunahitaji kama kopi 400 tulikuwa tunazihitaji. Kopi 400, na kitabu moja katika hii msafu huwa inakuja shilingi 500. Hii inatusaidia katika kuwagawia watu ambao wamesilimu, wengi wao waweze kusoma Qur'ani na waweze kujifunza mambo mengi kuhusiana na Uislamu. Hii msafu Muislamu ukiwa na shilingi 500 tunapata moja, kopi moja. So ukiwa na 1000, hizo ni kopi 2 unanunua kwa ajili ya Allah. Fanya nusra kwa ajili ya Allah, kwa sababu mbona tumeanza mapema ni kwa sababu tulikuwa tunataka tumalizane na mambo ya vitabu. Tukiingia mwezi wa Ramadhani ni mambo ya chakula kwa ajili ya iftari. Unaona, kwa ajili ya watu kupata iftari, ili tusije tukaambatanisha hizo program kwa pamoja. Ndio tutakatangulia hii vitabu, ndio tukiingia katika mwezi wa Ramadhani iwe tunatafuta iftari kwa wale ambao ni watu wamejiunga na Uislamu. Na pili, tuna kitabu ambacho ni cha sala. Hichi kitabu cha sala ni kitabu ambacho kinawasaidia hususan watu walioingia, Waislamu wapya walioingia katika Uislamu. So hichi kitabu cha sala nacho tulikuwa tunataka kopi 1000, na kopi moja huwa tunaipata na shilingi 100. So kopi 1000 unaona inakuja almost 100,000. Na hii juzu amma hivyo hivyo tulikuwa tunataka kopi 1000 ambao pia inakuja almost 100,000. Na hii Qur'an tulikuwa tunataka kopi 400. Kopi 400 zinakuja almost 200,000, kwa sababu moja inatoka shilingi 500. Muislamu una uwezo, wallahi unaweza sema hizo Qur'ani mimi nitasimamia, zilizobaki zote zitolewe, hii nyingine iliyobaki mchukue. Unaweza ukawa umefanya sadaka tujalia, na watu wakipatiwa hizi vitabu wakasoma wakaifahamu dini, wallahi Mwenyezi Mungu anakulipa hapa na kesho siku ya Kiyama. Unaweza ukatoa pia iwe sadaka tujalia kwa wazazi wako, maybe kama wametangulia, au ukajitolea wewe nafsi yako, Mwenyezi Mungu akulipe hapa na kesho siku ya Kiyama. So tufanye hii juhudi kwa pamoja, kwa sababu tukiwa peke yetu hatuwezi. Tuna uwezo wa kuzungumza, tunakuja mbele yenu tunazungumza, hiyo uwezo Mwenyezi Mungu ametupa, lakini uwezo wa kifedha Mwenyezi Mungu hajatujalia. Hatuna hiyo pesa ya kutoa. Lau tungekuwa nayo hatungewatangazia, kwa sababu tunajua hii maana yake ni nini.
tunajua hii sadaka yani nguvu yake ni gani. Sisi wenyewe ndio tungechukua tuende tununue tuweze kuwagaia watu, lakini hatuna uwezo, na Allah ndio mpangaji, anajua namna alivyopanga. Sisi ametupa hiyo uwezo tunakueleza, na lakini uwezo wa kifedha hatuna. So Muislamu, fanya juhudi kwa ajili ya Allah tuweze kuendelea bado, lakini kuna wale ambao wametoa, Mwenyezi Mungu awalipe hapa na kesho siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atie baraka katika riziki zao. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu wenye baraka. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema sisi zote. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina Mustafa Abul Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi na vilivyomo katika sehemu hiyo, sehemu hizo zinazoonekana na zile ambazo hazionekani. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye mmiliki wa siku ya Kiyama, haonekani ila dhati yake Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ni uwezo, unaweza, usiowezwa na chochote kilichowezeshwa. Na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, nabii wa watu wote, jemedari wa umma, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa, ndugu zetu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na jambo la pili, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na vile vile kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho, rehema na amani ziwe juu yake, kwanza ningependa kuihusia nafsi yangu bila kudhisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama vile kakaangu hapa amesema kwamba hatuna uwezo, nyinyi ndio tunawatarajia, ndio tunawategemea, mkiwa mmejaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna ile nguvu ya kwamba tunaowadhamini, ya kwamba labda matajiri, ya kwamba tunawategemea, tunawatarajia, isipokuwa ni nyinyi, mkiwa na kile ambacho kiwe ni kidogo kiwe ni kikubwa, lakini utoe kwa moyo, utoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama vile ndugu yangu amesema hapa, ni kwamba tuna ratiba nyingi, isipokuwa ni uwezo unakuwa ni mdogo wa Islam. Wallahi tuna ratiba nyingi mno, tuna ratiba pana sana, kwa sababu tuna matarajio, hata kama tungeweza kupata hata sehemu siku za mbeleni kule, tuweze kupata ardhi, tujenge mpaka madrasa ya watu wa kusilimu, tuwe na sehemu ambayo tutakuwa tunaweka mpaka mayatima, kwa sababu mayatima tunayo na majukumu ya Waislamu. Wallahi kutakuwa na neema kubwa sana. Lakini haya ni matarajio ambayo tunayo ya siku za mbeleni kule tunakoelekea. Kwa sasa hivi tunaombi kwenu ya kwamba hizi vitabu tulisema kwamba tarjum ya musahaf iliyotarujumiwa na Sheikh Abdullah Al-Farsi aliyekuwa ni kadhi wa Kenya, ndio msahafu ambao unaotumika sana Afrika Mashariki wa tarjuma, pamoja na kwamba kuna mingine mingi, lakini hii ndio inatumika sana hususan kwa watu wa kusilimu, ndio inakuwa ni nyepesi kufahamika. Na tulikuwa tunahitaji kopi 400, na sasa hivi mwalimu anasema bado hatujafika, lakini tunashukuru ya kwamba tunaendelea vizuri. Na kabla ya mwezi wa Ramadhani kufika, tulikuwa tunataka tuanze mwanzo kwa sababu ya shughuli hii kwanza, na tukasema ya kwamba vitabu vya swala tunataka nakala 1000 ambazo 1000 zilikuwa zinaenda kwa takriban 100,000. Tulikuwa tunahitaji majuzu, na tulisema kwamba juzu wa Islam, wakati tunapoinunua juzu, zile ahruf ambazo ziko katika Qur'an za Qur'ani ambazo ambazo ni Qur'ani yote nzima ziko harufi 28, ambazo zile harufu tunaambiwa na zuoni wa Kiislamu wanatuambia katika harufu moja au herufi moja ukiisoma ya Qur'ani, alif unapata thawabu 10, ba unapata thawabu 10, ta unapata thawabu 10. Sasa hebu nikuulize wewe Muislamu, huyu ambaye utakayemnunulia juzu hii atakuwa anasoma kwa mfano kwa siku hii herufi moja atakuwa anaisoma mara 5 mara 6 na ni herufi 28, tutakuwa tumepata ujira gani Waislamu? Utakuwa umepata ujira wa aina gani wewe Muislamu? Kwa hivyo tujitutumweni Waislamu mpaka ikifikia wakati ule tuwe tumetimiza idadi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba wakati kunapokucha
usitarajie ya kwamba utakuwepo mpaka jioni. Wakati kunapokuwa asubuhi, usitarajie ya kwamba utakuwepo mpaka jioni, na wakati kunapofika jioni, usitarajie ya kwamba utakuwepo wakati wa asubuhi, na uchukue kile ambacho kitakachofaa wakati wa maradhi yako, ukiwa na siha yako, ukiwa na afya njema, ukichukua wakati una afya yako, wakati utakapokuwa katika maradhi, na wakati utakapokuwa mzima, uchukue kile ambacho kitakachokufaa sana wakati wa mauti yako. Na kaburini kutakuwa na mambo mengi Waislamu, tutaulizwa maswali mengi Waislamu. Sijui ni siku gani, sijui ni saa gani, sijui ni dakika gani ambao Mwenyezi Mungu atakuja kuichukua roho yangu, kwa sababu hii ni siri ya Mwenyezi Mungu aliweza kutuficha sisi binadamu. Miongoni mwa mambo matano ambayo Mwenyezi Mungu anasema ndiye anayeyajua, kisoma katika sura Luqman aya ya mwisho, anasema mambo matano ambayo ni yeye Mwenyezi Mungu peke yake anayafahamu. Ni miongoni ya kwamba wewe utafia katika ardhi gani. Wama tadri nafsu madha taksibu gada wama tadri nafsu bi ay arudhi tamut. Wewe utafia katika ardhi gani? Haijalishi kwamba uko Marekani, haijalishi kwamba uko Uarabuni, lakini au Ulaya au Uarabuni au Afrika au Kenya au popote pale ulipo, lakini Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba roho yako unaweza ukachukuliwa, hata kama ukijua kwenye majengo yaliyokuwa yamejengwa katika madhubuti au kwa madhubuti wa hali ya juu, roho yako itachukuliwa pale, na wakati wowote Mwenyezi Mungu anaweza kuchukua roho yako. Jiulize wewe Muislamu, umefanya nini kwa Mwenyezi Mungu? Ni kitu kipi ambacho utakachoenda kwa Mwenyezi Mungu au kaburini kitaweza kukulinda miongoni mwa sadaka? Na tunaambiwa kwamba sadaka ni tiba, jitibuni maradhi yenu kwa sadaka. Kwa hivyo wewe Muislamu ambaye una maradhi ya kimwili na kinafsi, toa sadaka. Wewe Muislamu, tia nia yako, toa sadaka yako, hiyo ni tiba. Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaendelea kusema ya kwamba tiba, sadaka ni kinga. As-sadaqatu junna, sadaka ni kinga. Kwa hivyo ni kinga ya maradhi, ni kinga ya mambo yako, ni kinga ya hasara, ni kinga ya biashara yako, ni kinga ya watoto wako, ni kinga ya mambo mengi. Kwa hivyo kwanza sadaka ni kinga, pili kinga ni tiba. Kwa hivyo tunafanya mambo haya kwa sababu ya kutegemea na kutarajia radhi za Mwenyezi Mungu na rehema zake. Waislamu, tufanye jambo hili, tufanye zoezi hili, na tunafanya zoezi hili ni kwa sababu ya Allah, tukitarajia malipo makubwa kwa Mwenyezi Mungu, tukitarajia kwamba Mwenyezi Mungu chochote ambacho tutakachokitoa, kiwe ni juzu moja, kiwe ni nusu juzu, ambacho utasema kwamba mimi uwezo huu sina, kwa sababu kunao ambao wanapenda sana kufanya kazi hii lakini hawana ile nguvu. Kuna wao ambao wanapenda sana kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, lakini hawana uwezo huo. Mwenyezi Mungu awape uwezo huo, ili kesho na kesho kuta mtoto wote tutawahitaji waweze kujitolea, waweze kutoa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa, msiweze kufanya ubahiri, kwa sababu ubahiri ni hatari sana, ambao utatumbukiza katika pahali ambapo ni pabaya sana Uislamu. Hizi mali zote wewe umeweka mabenki, umehifadhi mali, utakuja kufanya mambo ambayo si mambo ya kheri, na siku ya mwisho unaondoka katika hali ya udhalili, mambo ambayo hayatakuwa yamekufaa katika dunia hii na kesho akhera. Tufanye mambo ya Uislamu ambayo tunajua kwamba yatatufaa hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo nisiweze kuendelea sana, kwa sababu kipindi cha muhadhara kinakaribia. Nisiweze kuendelea sana, ni kuwaomba tu Waislamu kwa mara nyingine ya kwamba tuweze kufanya zoezi hili Waislamu juzuu, ama tunahitaji nakala 100 vitabu vya swala. Na tulisema hichi kitabu cha swala ndani yake kuna milango ya tohara, kuna milango ya najis, kuna milango ya jinsi ya kuswali, vile unafundishwa kuswali, faradhi za swala, sunna za swala, na mambo mengi, udhu, masharti ya udhu, ili udhu uweze kukamilika kwa Muislamu. Na hichi kitabu ni kitabu cha muhimu sana kwa Muislamu. Kwa hivyo itakuwa ni bora zaidi inshallah tuweze kufanya zoezi hilo inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan minkum Waislam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Salim Dawa TV, karibuni tena katika kipindi hiki. Jina langu ni Khalifa Juma, huwa mnaniona sana kupitia pale Straight Path Dawa, na leo pia nimejiunga pia na Salim Dawa TV angalau kuweza kuzungumza na watu wa imani mbalimbali, kuweza kuwafikishia kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa wale ambao hawajai kupata kalima hii.
na leo tumekutana na ndugu yetu mmoja ambaye atatusalimia na pia kama kuna neno moja anaweza pia kutueleza inshallah. Ndugu yangu karibu. Habari ya jioni? Mimi niko poa. Kwa mzima? Na mara ya kwanza umetueleza ya kwamba katika imani yako, yani chenye wewe unaamini ya kwamba hamna Mwenyezi Mungu kabisa, na kwamba wewe unaamini kwenye nature. I believe in nature. Mimi naamini nature. Things work naturally. Hakuna any superpower ama any supreme being inafanya vitu ziwe. Things zinafanyika na vitu zitaishi kuwa na zimeishi kuwa. Hakuna any fact ama any proof. Ati venye kuna semekananga ati sijui the world was not there, sijui someone created how. Kwa hivyo hii nature ambayo unasema una believe kwenye nature, hii nature ni vitu kama gani? Nature ni anything that exists with or without anything. So hata mimi na exist. Do you believe me? No, me I don't believe in you. But I exist, I'm a part of nature. Acha nikuulize, una believe mzazi wako? Na muamini yeye ni mzazi wangu. Wewe believe juu unamjua. Wewe believe kitu unajua. Mtu ana believe kitu hajui. Mtu huwa anaamini kitu ambacho hakijui. Kitu ambacho hujui. Wewe amini kitu unajua. Ni kama hii gari, wewe amini hii gari. Kwa hivyo hii gari ni kitu unaiona na unaiendesha na unaifanya. So wewe believe kwa gari. Kwa hivyo wewe sasa for example, you believe one day you'll be rich. Si ndio? But hiyo imaanishi utakuwa rich. Sio lazima. Bas, lakini una imani. Tukua shule bado tuko tunaamini tutapita, lakini si lazima upite. So hiyo ni belief. Na hiyo inaitwa kadari ya Mwenyezi Mungu alivyokukadiria Mwenyezi Mungu. Hapana. Vitu vingine pia ni bidii yako wewe mwenyewe. Acha nikwambie. Na hii sense. Unaweza believe. Kwa vitu maybe kama for example, in 20 years to come, I'll be somewhere else. But certainly, maybe umekufa when you are at 15 or 20 years. But ulikuwa na imani that when you reach 40, you'll be somewhere. Lakini hujafikisha hiyo 40, but what they believe. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupangia umri wa kuishi duniani. Hakuna mtu anapangia mtu umri wa kuishi. Hata nikwambia kwani wale sema umezaliwa leo. Na kuna watoto wanazaliwa leo na maybe wamezaliwa kama wamekufa. Au sasa wamepangiwa maisha yao ilikuwa ishi hiyo masaa. Hakuna mtu anapanga maisha. Things nimekwambia work naturally. Sasa hii tunaweza kuwa hapa. Baby jamaa apige tu mpira pale. Kuja kile imekugonga mara moja uanguke chini. Umefariki. Kwa hivyo umesema kwa ufupi chenye unafaa kuamini ndani ni kitu ambacho hukijui. Belief, mtu anaamini kama wewe unaamini Allah, but you don't know Allah. Umjui lakini unamwamini. Mbona muamini juu umjui? Hiyo ni belief. You believe in this you don't know. So unafaa kuamini chenye unajua ama chenye hujui? Belief ni nini? Belief ni doubt, si ndio? Doubt hapana, believe ni kuamini. Si ndio? Kwani doubt sio kushuku. Doubt ni kushuku. Ni doubt bado. Acha nikuulize. Uko na doubt? Okay, for example tunasema there is sasa nyinyi Muslims si kuna alana? Huyo mwingine ni mwanawe. Sasa kama kwa Kristo kuna Yesu. Kwa Mwenyezi Mungu hana mwana. Okay. Christianity hiyo ni dini ya Kikristo. Kuna Mungu na Yesu, si ndio? Na Yesu. Kwa imani yao mtoto wake. Kwa imani yao. Exactly, umefanya vizuri kwa imani yao. Lakini hawajui kama alikuwa mwana wake ama kuna any proof that Jesus was the son of God ama hata kuna any proof that Jesus was here or he was not there. Hiyo ni according to the stories of Israelites. Na kama sasa mimi for example, mimi sasa kwa kabila yangu, si ndio? Sasa sema mimi ni Kikuyu. Kikuyu tuna believe kulikuwa na sijui Gikuyu and Mombi, the forefathers of Gikuyu. But is it true? How sure? Ona niambia the culture hizo zinaitwa mythical. Exactly the same na the Bible, it's a myth. Kwani how? Wewe unataka jamii ni believe in your religion more than what my forefathers believed. So hakuna any difference kati ya your religion and my forefathers religion. Tofauti tu. Kwa hivyo wewe ulikuwa na dini pia? Hapana, mimi sina dini. Dini acha nikwambie, dini mbona ilikuja? Naam, hebu tueleze. Kwa nini dini ilikuja? Kitu cha kwanza tukisoma historia, kitu cha kwanza Kenya ilifanya missionary alete dini. Kitu cha kwanza ili Afrika ikuwe colonized vizuri. Dini gani? Si dini ya Kikristo.
Tukakuwa sasa Kenya ilifanya hata Afrika ikoloniziwe vizuri ilikuwa nini? After the mzungu wamekuja wakakuja na sisi tukawaona as the superpowers people. They are white, they wako na guns, wako na clothes. Sasa tukashindwa, hawa watu nao how? Lakini civilization kwa ilianza kitambo kuliko kwa. So sisi ndio tulifanya tuamini more. So naye mzungu akaamua kukuja na dini yake. Maneno nayosema kuhusu Biblia na ukoloni, hayo yako sawa kabisa. Chenye unafaa kutueleza ni imefikaje stage hadi ukaamini ya kwamba kweli hamna Mungu? Acha nikwambie. Mimi ndio maana nimekwambia if gods are there, they don't care. Rembo saa hii nisipo hustle maybe ama nisipofanya kitu wewe mwenyewe ujitume, kama utalala njaa, either unaamini ama uamini, utalala tu njaa. Either Mungu wako ama hayuko, wewe utalala njaa. Kama sababu risk anayepanga ni Mwenyezi Mungu. Hakuna risk yenye Mungu anapanga. Hata nikwambia hakuna risk yenye Mungu anapanga. Okay. Mbona basi apange risk? Mbona apange risk? Mbona basi unipangie mimi ni risk? Ni kama venye unapanaga wa Kristo pia wanaamini mambo zingine za ujinga, kama ati sijui kitaka kutajirika, sijui kitaka kusaidika, sijui ndio uombewe. Unaambiwa na nani? Wewe fanya kazi, tafuta venye unatafuta, wewe ujisaidie, na pia watu ndio mali. Hata nikwambie bro. For example, sasa unaweza kuwa ukifanya kazi, si ndio? But ina depend pia kazi yenye unafanya. Ukifanya kazi iko chini, hii ni kama bado iko chini. Hakuna venye utaenda pale kwa pastor akakuhubiri utajirika. Hiyo ni ujinga. Wewe tafuta kazi nyingine ambayo iko more. Na pia ongeongea na watu, wanakuelimisha biashara ziko hivi na hivi na hivi. Hao wanaokwenda ili pastor awaombee wapate kazi, hao wanafanya hayo kwa labda niseme ni kukosa elimu. Sasa kukosa elimu. Lakini kwa hili ulilosema hakuna Mungu kabisa, hapo ndio tunataka ututolee evidence zinazokufanya hadi ufike stage kama hiyo ya kusema kwamba hakuna Mungu. Yani uweke hapa ushahidi ambao una nguvu mbele ya watazamaji ili wakuelewe vizuri zaidi. Okay, sababu gani zinapelekea kwamba hakuna useme kwamba hakuna Mwenyezi Mungu? La hilo swali utufafanulie. Okay. Kitu ya kwanza. Vitu ni funny. Acha nikwambie. If something here happen. For example, maybe sasa tuko hapa maybe kitu kama maybe earthquake itokee. Si ndio? Naam. Haya. Ijalishi wewe ni wa dini gani ama mimi ni wa dini gani ama mimi si wa dini gani. Kama ni kukufa tu tunakufa. Ama ajali yoyote. Tutakufa. Hata unaweza shangaa wewe utaenda, mimi niache tu nimesimama hapa. Si ndio? For example sasa. Tuseme sasa tuko kwa gari msafara people die in accidents. Sisi tunaamini anayeleta uhai ni Mwenyezi Mungu na anayechukua huo uhai ni Mwenyezi Mungu na anaweza kuchukua huo uhai katika njia yoyote. Sasa wewe tufafanulie. Na mimi nakuuliza aje, mbona achukue na hiyo njia? For example unapata mama analia mtoto wake wa miaka 5 amefariki, maybe alipata ajali ama akapigwa risasi kimakosa, si ndio? Wewe unakuja kuniambia ati hiyo ni mpango ya Mungu. Hiyo ni mpango gani? Sasa kuna wengine wanakufa hata kama wamelala. Exactly. Sasa hapo kifo, na mimi ndo nauliza, na mimi ndo nakwambia aje. Hivyo sasa ndo nakwambia things happens naturally. Hakuna any super thing inafanya ati vitu zi happen. Ama ati sijui nipatana na kitu mbaya ukuje kuniambia ati ilikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Bwana basi apange nipate mabaya. Na wewe umesema unaitwa nani? Mimi naitwa Michael. Michael nani? Mimi Michael Kinyua. Michael Kinyua. Mji unaotoka haswa? Nakuru. Kwa hivyo sisi tuwaambie watu wa Nakuru Michael Kinyua akifa kanisa kule asisumbukane kuja kumtafuta Michael Kinyua. Okay, unajua sasa mimi sija unaanza hata ukikufa mwenye watu watakuja mazishi. Ijalishi ni watu aina gani. Mimi hata nikikufa. Mimi na hivi sitajua mwenye alikuja juu obviously nimekufa. Either ukuje usikuje, I don't care because I'm dead. Kwa hivyo mazishi yako yanafanywa vipi? Yaani ma-atheist huzikwa vipi? Ati anazikwa vipi? Unajua? Sasa hakuna kifo ya atheist na kifo ya nini na kifo ya Mkristo. Acha nikwambie bro. Ningependa kujua ma-atheist, sisi Waislamu tukifa huwa tunazikwa na Waislamu wenzetu na sisi na katika kuzika kuna oda ya kuzika ya kwamba huwa tunaoshwa, baada ya kuoshwa tunakafiniwa sanda, kisha tunaombewa, tunafanyiwa ibada, tunazikwa. Okay, sasa ndaoshwa pale kwa mochari na ule mochari atenda aniosha, anivalishe suti na niweka kwa kaburi. Hiyo suti kunivalisha ama kuniosha mimi inisaidii juu sijui. Unawekwa na nani? Sina familia ama na wasi familia nitanunua. Familia yako ni dini gani?
familia yangu. Wazazi wangu ni Wakristo. Na wewe? Mimi si Mkristo. Si unajua ni choice wamechagua. Sasa Wakristo watakuja kuzika atheist. Sasa kulingana wao kama watataka kukuja, si ni sawa? Unajua mimi sitajua kama wamekuja ama hawajakuja. Wasipokuja, si mimi niko sawa tu nimekufa. Mimi hawanisaidii. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hata nikwambie, hata ukikufa saa hii, huyu anaweza kosa kuja mazishi yako, lakini hutajua. Either akuje asikuje, wewe usaidiki. You already dead. Ni kweli mtu akifa, hata mbwa akifa, mbwa hana dini, lakini hata mbwa akifa uzikwa. Anazikwa. Chenye sisi tulikuwa tunahitaji ni oda gani ya atheist, kwa sababu atheist ni wengi. Sasa ni oda gani mkifa, yani oda ya kuzikwa au mnazikwa katika oda gani yani? Hakuna any order. Acha nikwambie. Ni kubebwa tu kama chura unarushwa. Hakuna kubebwa kama chura. Mimi hata nikwambia hata maajabu unaweza. Mimi nikikufa saa hii, watu watakusanyika waseme kijana alikuwa hapa anaongea nini nimepelekwa huko moja ili familia imeitwa. Nitazikwa tu na heshima yenye inafaa kuzikwa. Haya, wacha nimkabidhi kidogo Sheikh Salim aseme na kijana. Kaka, kwanza kuna kitu imenistua sana. Kama gani? Ile kitu imenistua ni kwamba wewe unaamini hakuna aliyeumba hizi vitu vinapatikana. How? So vitu ilikuja kivyake. Vitu ziliishi kuwa na vitu zitaishi kuwa na hakuna mtu ataibadilisha vitu. Hakuna na anywhere. Na mimi naona kama hata hii simu hakuna mtu alitengeneza. Mimi naona hii ilikuwa. Hii nayo acha nikwambie kuna vitu zingine ni reality. Na kufikiria hii ni man made. Oh, so hii ni man made naturally. So hii haiwezi kuwa naturally. Hii haiwezi kuwa natural, hii ni man made. Oh, so hii ni man made. Hiyo ni hiyo. Lakini mwanadamu ambaye ako na macho na ako na memory ni natural. Hiyo ni nature. Example. For exactly. Acha nikwambie, mimi wewe ulizaliwa kwa sababu mzazi wako alikuwa na nguvu za kiume. Lakini kama angekuwa wewe ungezaliwa. Asante. Wazazi wangapi wako na nguvu za kiume na wapati watoto? What happened? Hakuna. Kuna watu wanaitwa bare na wazai. Exactly. Kwa nini hawazai na wakipimwa wako na nguvu za kiume wako na kila kitu? Hiyo ni complication. Complication ni aina gani? Na inatokaje wakati ni nature? Hiyo ni genetics. Genetics inatoka wapi wakati ni nature? Si umesema? Acha nikwambie, ni kama bado, si kuna bado ng'ombe. Kuna ng'ombe inazaliwa wangu na ni ya kike, lakini itoitisha ndume. Leo ni ng'ombe. Wala sikatai. Mimi ile kitu nataka unieleze kama kila kitu ni nature. Mbona wewe ukazaliwa Kenya huku zaliwa Tanzania? Kwa sababu origin yangu kwa wazazi wenye wamenizaa wametoka hapa Kenya. Sasa hiyo ni kwani ilijulikanaje origin yako ni hao wazazi wakati ni nature ungezaliwa Tanzania? Mbona nizaliwa huko na wazazi wao kupatana huko? Hiyo ni kitu hata wewe mwenyewe pia. Kwani lazima ungezaliwa kwa hiyo family? Ngoja ni wewe nikuulize. Hakuna mtu anachagua familia ya kuzaliwa. Unajua ndio nataka tujue. Kama hakuna mtu anachagua, mbona uzaliwe kwa hiyo family wakati wewe hukuchagua kwa hiyo family? Kwa sababu acha nikwambie, sasa hivi nimepata msichana hapa si ndio? Nimemtongoza, tumesikizana. Mimi nimeenda nimemrarua. Amepata mimba. Si ndio? Sasa ule mtoto ndio umzae. Kwa nini azaliwe na wewe asizaliwe huko Tanzania? Kwa sababu ni bidii yangu juu tumepatania hapa. Kwani mimi nataka kuchokoza mshana na Aisha namtokozea wapi na Akini yako hapa tu kwenye nikaribia. Ndio nauliza. So wewe hata mtu kuzaliwa Kenya wala kuzaliwa Amerika wala wapi ni bidii ya ule mtu yuko pale. Hapana, inalingana na geographical area yenye mmepatania. Kwani acha nikuulize, ni watu wangapi wana travel abroad? Ni wengi. Mkapatana na maybe na mzungu huko na wewe ni Mkenya. Mumemari. Nataka nijue kitu moja. Hakuna shida. Nataka nijue kitu moja. Manake hawa atheist nataka niwaelewe. Wakati wewe unaenda na huyo mke wako unasema unararua, unakuanga unataka kijana ama msichana? Hapo sasa hapa kuna mimi siwezi decide. Kwa nini usidecide wakati ni nature? Si wewe ndio umesema wewe ndio unatoa. Hakuna, yani sasa kama wewe ndio unatoa unafaa kudecide. Tulia, kwa nini usidecide? Nataka tuelewane hapa. Kuna kitu unanificha. Mimi na mke na mimi kuzaa sio mimi na decide, ni Mungu ana decide. Kwa sababu mimi napofanya bidii anapatikana msichana au kijana. Na mimi labda nilikuwa nataka nizae msichana, nizae mama yangu. Lakini hakuji msichana, anakuja kijana wa kwanza. Wa pili anakuja kijana. Mimi naomba nipate msichana, hakuji msichana. Sasa wewe ndio nataka nijue makosa yangu iko kabisa. Haya, wewe kwa sababu ni nature. Wewe wakati unalala na mke wako unajuanga unazaa kijana ama msichana? Hapo huwezi jua. Kwa nini usijue wakati ni nature? Sasa utajua aje? So
kitu ambayo ni supernatural iko beyond wao. Hakuna supernatural. Weka unatoa sperm zako si ndio zitafish ule mwanamke. Hizo inalingana na chromosome zako na za mwanamke venye ziko. Ngoja kwanza. Kama zitamisi pamoja zikombe kijana ni sawa. Asante. Wakati unatoa zile 23 chromosome wakati zinatoka, je, zikitoka zikipatana anayesababisha ziendelee kuwa kipande ya damu, ziendelee hivyo yote mpaka awe binadamu ako na uhai ni nani? Ngoja naye nikuulize swali. Tulia. Acha nikwambie acha tuelewe banake hiyo ni kitu yenyewe. Ndio maana nimekwambia hiyo ni vitu naturally. Naturally aje? Si ndio ni kitu ina happen. Kwani wakati wewe ngoja kidogo. Wanataka tuelewe. Wacha nini? Nataka tuelewane na nyinyi atheist. Manake mimi nataka nikupate vizuri. Wakati unatoa hiyo mbegu inakuwa iko na roho ina pump. Hiyo mbegu wakati unatoa iko na roho ina pump ama nini? Au wakati inapatana na hii ya mwanamke, nani anaifanya mpaka iwe na binadamu, iwe na roho ina pump, iwe na nyama, iwe na nywele, iwe na mifupa? Hivi tunaipitiange hapa kwa nini yako inatoka wapi? Exactly, hata nikwambie juu bali imeform binadamu, juu ni binadamu na binadamu wamepatana. Ukipatana ng'ombe na ng'ombe itazaa ng'ombe. Hakuna venye ati wewe uende weke mbegu zako kwa ng'ombe, ng'ombe itazaa mtu ama mtu ng'ombe itazaa. Hiyo kitu itafanyika. Nauliza hivi, saa hii nikichukua unga, nataka nikuelewe vizuri. Nikinunua unga ya ugali, hiyo unga ya ugali, niweke hapo kwa maji, nitoke niende, nitapata ugali imeiva? Hautapata. So lazima kuna mtu ambaye anaifanyia kuipika, kuigeuza ndio ifanye nini? Si ndio iwe ugali. Asante. Na wewe wakati umeweka hiyo maji, umeondoka umeenda, anayefanya hiyo juhudi ndio hiyo maji iwe mtoto nani? Na wewe uliacha maji. Unajua nao ndio dema apate mimba, bado kuna process. Unajua tu haiwezi hata kumwaga tu kama ameshika mimba. Sijakataa. Hiyo process hiyo ndio iwe, si wewe umeenda ukaweka ile maji yako, naye akarelease ile maji yake na akatoka akaenda shughuli zake, na wewe ukatoka ukaenda shughuli zake, anaendelea kupika hiyo maji ndio iwe mtoto nani? Hakuna. Na mbona wewe usiweke unga hapa na maji alafu uondoke ijipike huo ugali? Fanya aje, ingia kwa hii gari na ukae, itajiendesha. Iwezi kujiendesha. So lazima hii ni kitu ya lazima uende man made. Lazima uende. Hii ni man made. Asante. Na huyo ngoja, hii ni man made, inahitaji force. Force yako wewe mwenyewe ili move, si ndio? Lakini sasa tukilinganisha na hawa na sisi, hizi mbuzi na sisi, hiyo ni kitu natural. Hiyo hakuna any force ama anything inatumika kuidrive. Natural ni nini haswa? Hebu nieleze. Sasa ni kama sasa nature ni kama sasa venye jua imetokea. Jua inahitaji force yote. So jua ama anything ilitokea. Inahitaji hivi. Mbona isitokee usiku? Juu hiyo nayo iwezekani. Kwa nini isitokee? Ndio nataka uniambie. Mbona isitokee usiku? Unaniambia iwezekani. So hii nature kuna kitu haiwezi. Juu hiyo ni kitu nature, hiyo ni kitu ina happening hivyo. Nani alipangilia itoke mchana isitoke usiku? Hakuna mtu alipanga. Alipanga akiwa wapi? Ndio nauliza. Wewe uko nayo. Nimekuuliza swali. Una akili? Mimi niko na akili. Ulisema kwamba huamini kitu ambacho ukioni. Sawa? Tuoneshe akili. Mimi sijasema ati siamini kitu sioni. So unaamini kitu uone? Nimekwambia mtu anaamini kitu ajui. Kwa hivyo wewe huna akili. Akili mtu ako nazo. Ziko wapi? Uliziona wapi? Sikiza. Unajua nyinyi mnataka kuargue una vitu zenye as make sense at all. Sasa akili unazo? Ndio tunataka to make sense hivi. Wewe unaamini uko na akili lakini huamini kuna Mungu. Lakini unaamini kuna akili. Huwezi amini kuna akili. So hakuna akili. Si hivyo, huwezi amini kuna akili juu. Hiyo ni kitu yenyewe. Kuna proof iko. Utaproof je? Hebu niproofie kuna akili. Kwani watu wanaenda wanafanywa hadi nini inaitwa aje? Brain what? Brain transplant. Hiyo ni brain. Sio brain ni tofauti na akili. Mimi nazungumzia akili. Brain ni kitu ambayo ni ya white. Hiyo ni ubongo, hiyo nazungumzia. Nataka so akili ioneka? Huwezi iona. Na unaamini kuna akili? Sawa, wewe unaongea unaona sauti yako? Sauti sioni, lakini naamini kuna sauti. Huwezi amini kuna sauti juu unaisikia. So huwezi amini. So, unajua nyinyi mko fani. Mimi naongea. Huwezi amini sauti yangu. Unaamini aje sauti yangu na unaisikia? Unajua hiyo ni vitu sasa. Unaamini je una akili na huioni? Uamini kuna akili. Unaamini vipi? Hawezi amini akili. Wewe huna akili. Unafanyaje? Uamini kuna akili. Juu hiyo ni kitu wewe mwenyewe unafikiria. So huwezi amini. Aje unafikiria na nini? Unafikiria na nini? Na kionekani. Kwa sababu wewe ulisema mwanzo ulisema kuna vitu viwili. Imani ni kuamini kitu ambacho
hakionekani, sawa? Ukijui subiri, ambacho ukijui, sawa? ambacho ukijui. Ukasema kwamba Mungu haonekani na ndio maana huwa anaaminiwa, sawa? Exactly. Huwezi amini kitu unaona. Swali. Kwa sababu Mungu anahusikana na mambo ya dini, sawa? Nature inaonekana haionekani? Huwezi ona nature. Sasa mbona unasema exactly ndio maana naiamini. Utaamini aje na uioni? Kwani nimewaambia, unajua nyinyi mnajicontradict nyinyi wenyewe. Baadhi nyinyi mnajiconfuse. Juu mimi nimesema vizuri na mdomo yangu mimi mwenyewe. Aje. Una believe kitu ambao uijui. Na mimi nikakwambia I believe in nature. Unajua nature? But I don't know nature. Ndio maana naiamini. So una believe kitu ujui. Mtu huwezi amini kitu. Nimekuuliza wewe uko na mzazi. Huwezi believe mama yako. Juu unamjua. Kwa hivyo ku believe ni kuwa na doubt na kitu. Believe is a doubt. Ndio maana niliambia huyu believe is doubt. Kwa hivyo sasa wewe kwa sababu akili huzioni, tuko na doubt ya kwamba akili unasemaje? Unajua hiyo ni vitu zenye hazi make sense at all. Si ndio kwenye akili hizi, kwenye akili. Okay, unajua sasa kuna mambo fulani ambazo nyinyi wenyewe pia mnajiconfuse. Maneno ya akili hiyo ni mambo wewe mwenyewe unawaza wewe mwenyewe. Ndio. Sawa. Exactly. Hewa ipo. Hewa ipo. Iko wapi? Huwezi iona but you feel it. Umejuaje kwamba ipo? Nimejuaje kwa sababu. Una feel na nini? Hewa. Bro. Hizi ni mapua. Kwa nini za kufanya nini? Tuoneshe ya kwamba vile unavyofeel kwa sababu hawezi onyesha. Unajua unataka kuargue na kitu maana yake ni kuhisi. Maana ya kufeel ni kuhisi. Ndio unahisi. Huwezi kwani utaelezeaje kuhisi? Ndio sasa unaihisije ukihisi kitu? Ngoja nikuulize, nimekuchuna. Umesikia uchungu? Nielezee hiyo uchungu. Sijasikia uchungu. Nimehisi uchungu. Exactly. Sawa, nielezee. Sasa hiyo hewa unahisi vipi sasa? Kwa sababu kama umenichuna nimehisi uchungu. Wewe hiyo hewa unahisi vipi? Hiyo na uwezi. Kuna vitu zingine fani. Kwa hivyo hewa hakuna. Hewa iko, so unakosa aje hewa? Iko wapi? Hewa huwezi iona. Kwa nini sione na ipo? So utaiona aje? Kwa nini unajua wewe mzee, wewe unataka kuwaza na vitu zenye hazieleweki. Kwa hivyo wewe unaamini hewa ipo na haionekani, lakini Mungu haonekani, lakini humwamini ya kwamba haupo. Huoni ya kwamba wewe una shida? Kwani mimi na wewe hakuna tofauti. Sisi wote basi tuko na shida. Umesema ya kwamba Mungu hayupo kwa sababu haonekani, kweli? Nimekwambia wewe una believe kuna. Ngoja nikuulize swali hata wewe. Nimekuuliza hivi. Ngoja nikuulize. Wewe unaamini ya kwamba Mungu hayupo kwa sababu haonekani, sawa? I believe. Hiyo ni belief. Lakini unaamini hewa ipo na haionekani. Huoni ya kwamba wewe una mambo mawili tofauti? Unajua sasa nayo tukiingia maneno ya dini, hapa kuna mambo mawili. Sikiza, si ndio? Hapa kuna mambo mawili tofauti. Kulingana na venye Mungu ameelezewa, hajaniniwa kama venye sisi kama kati hewa ama sauti ama nini. Hewa imeelezwaje? Si ndio? Ukilenja kama Mungu venye ameelezewa na venye anaonyeshanwa kimawazo, venye ukifikiria, aonyeshwa kama ni super power, all knowing, ambaye mtu anajua kila kitu na anafanya kitu kulingana na mipango ambayo yaliyo sawa, si ndio? Sasa hiyo ni tofauti na the real world ambayo sasa kama vitu kama kuna air, vitu mbili tofauti. Sasa so huwezi leta dini. Umesema hewa ipo. Reality. Umesema kwamba hewa ipo na huamini. Ulikuwa unafaa na Mungu pia kwa sababu haonekani, pia ulikuwa unafaa kumwamini, lakini huwezi kuamini hewa ipo kwa sababu kumwamini Mungu. Ndio maana nimekwambia, ngoja nikuelezee. Ndio maana nimekwambia aje mzae, mambo hapa ni mbili tofauti. Wewe unataka kuingiza dini na reality. Sijasema religion. Si, kwani God is a matter of religion. Hakuna mali Mungu anahusika. Sijataja religion pale. Religion maana yake ni Ukristo, Uislamu, si ndio ambayo yote. Hiyo ndio dini. Si ndio hiyo yote. Nimezungumzia sasa mimi Mungu peke yake, si ndio? Nimekwambia sawa. Mungu ulisema kwamba Mungu humwamini kwa sababu haonekani, sawa? Si alikuonekana juu hujui if it is true or not. So nimejua wewe shida yako ni kwa sababu mahali ulipolelewa katika Ukristo hukufunzwa kumjua Mungu. Mimi nisapata matatizo yako kwa sababu umenieleza wazazi wako wa Kristo, lakini katika Ukristo hukufunzwa kumjua Mungu. Ndio wakati umekuwa mzima ukasema hakuna Mungu. Hakuna. Acha nikwambie, hata nyinyi wazee mko fani. Acha nikuelezee kitu moja. Tukigrow, si ndio? Tukikua tumelelewa na dini yenye tumepata wazazi wetu wako na ambao pia tumepata iko bado kwa mashule, si ndio? Na dini gani sisi tumepata? Ni Ukristo. Tukaelezewa hivi na hivi na hivi. So sisi tumekuwa na Ukristo mwenyewe. Hiyo dini, si ndio? Wewe sasa umekuwa nayo. Sikiza, nimegrow nayo. Ilikujaje ukaachana nayo? Sikiza, hiyo ni choice mtu ana make. So uli make choice kwa
ya kuona hakuna any understanding ama hata wewe hii dini yenye huko ni choice ulimake kuwa. Nimelelewa katika Ukristo, wakati niliona it make sense nikawa Muislamu. Mbona basi uliona it make sense? Juu kulingana na wewe mwenyewe na venye vitu zenye ulifikiria ukaona it make sense, ndio? Ukaona dini ya make sense. Nafikiria ni venye nilisoma vitabu. Kwani si hatujasoma? Sikiza. Wewe umeamua kuwa Muislamu lakini umelelewa kwa Ukristo. Kenye imefanya uchange from Christianity to Muslim, wewe mwenyewe ndio unajua. Ndio. Lakini naweza weka kwa meza, naweza weka hiyo proof. Haina shida. Na nataka na wewe uniambie yenye ulichange kutoka kwa Christianity to atheism. So mimi pia nimegrow na Christianity, lakini pia mimi nikaamua kuchange kuwa atheist. Nataka nijue sababu ni gani? Sasa nipe sababu zilizofanya. Nataka 3, sitaki nyingi. Twende polepole ili nikuelewe. 3 ni gani? Moja, anza ya kwanza iliyosababisha utoke kwa Kristo. Biblia ni maongo tupu. Hakuna any reality kwa pale kwa Bible. Sema tu kweli hakuna. Uliona Biblia ni uongo tupu? Biblia ni maongo. Hakuna anything in related to the Bible ambapo ukikaa hivi chini hata uhitaji shule ama nini, ukae tu hivi ufikirie uone. Ndio maana unaambianga ukienda kanisa usiwache akili kwa kitanda, enda nazo. Ya pili. Ni venye things huwa zina happen. Unakaa hivi unajiuliza if there is a force ambao ni superpower, mbona imeallow hivi vitu? Mimi nimekwambia. Kwa mfano kama kitu gani hivi? Ndio maana nimekwambia. If gods are there, they don't care. Either utakufa, either utagonjeka, either utalala njaa. Ni wewe mwenyewe. Hakuna mali Mungu atahusika hapo. Aya 3 ni gani? Mambo ni mingi. Asante. Nimeshapata tatizo yako. Mimi nakueleza saa hii, lakini kwanza nimepata matatizo yako. Kwanza uliona wewe ukiwa Mkristo hata ukifanya nini bado unakufa. Haukufunzwa katika Ukristo unapata njaa. Si umetaja kama unapata njaa na Mungu yuko kama Mungu yuko hakei, kwa sababu ukiwa Mkristo ulikuwa unapata njaa. Sisi tunajua kupata njaa ni pati ya mitihani ambao Mungu anatufanyia. Tulia sasa. Ni kitu inaitwa kama utakuwa na subra. Kulingana na sisi ndio naona Wakristo wengi hawafunzangu, ndio tatizo sasa wanakuwa atheist. Ukiwa Muislamu ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Watakuja hakuna shida. Ni wale ambao hawajasoma. Pili, kifo, tunajua kifo ni pati ya maisha ya mwanadamu. Sisi tunajua ni Mungu ameweka kifo kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Hakuna mali kifo Mungu ameweka. Wala hakuna. Kwani anayeua nani? Watu wanakufa na njia tofauti. Mungu ndiye ameweka ajali tofauti. Hakuna. Mbona basi nikuulize? Mbona uniwekea ajali? Maybe kuna mtu anakufanga na njia nyingine. Kuna mtu anapigwa risasi, kuna mtu anakaa hivi unaona. Yenyewe mtu. Hiyo kifo ikukuwa mzuri kwa. Kwa nini? Nani alikwambia sio mzuri? Wallahi bro. Unajua nani alikwambia si mzuri? Mungu. Kuna mtu anakufa kwa kugongwa na gari, ni kifo mzuri kwa sababu ndio Mungu amempangia. Kuna mtu anakufa kwa kupigwa risasi, ni kifo mzuri ndio Mungu amempangia. Kwa sababu kifo sio bahati mbaya, is a process ambayo Mungu ameweka. Kwa mfano, kuna mtu anaishi katika hapa nyumba ya mabati lakini anatosheka, na kuna mtu anaishi katika nyumba ya mawe anatosheka. Sasa ni hivyo mwenye anakufa katika kifo ya bunduki, mwenye anakufa katika kifo ya panga, yote anatosheka. Je, umeacha wengine na mauchungu? Uchungu gani? Sikiza. For example, hii ni njia ya maisha, lazima ukufe. Hakuna. Unajua nyinyi watu mko na dini huwa mnataka ku base everything is right, ambao si kila kitu iko right. So vitu vingine haiko right. Vitu vingine haiko right. Sema tu kweli, vitu vingine so inajileta. So hata kama wewe una believe in nature, so hata nature sio nzuri. Kwa sababu inaleta mambo ambayo si mazuri hiyo nature. Pia inaleta mambo si mazuri. So sio nzuri hiyo unaamini. Si ati si mzuri. Sasa kuiamini hiyo. Sasa utaaminiaje nature wakati inasababisha watu wanakaa njaa? Si nature inafanya ukae njaa. Ni nani anasababisha ukae njaa? Hakuna mali, hakuna si Mungu ama si dini inafanya mtu akae njaa. So wewe umeniambia unaamini nature. Maana si ndio? Kwa nini uamini nature alafu nature ikulete down? Si nature. Kwani nikuulize? Bi maana nature ndio inaua watu. Ndio nataka nikupate vizuri. Ni hata nyinyi mko fani. Hata mwenye aliwa watu ni Mungu. Si nature. Sasa tena umekubali kuna Mungu. Kulingana na Biblia. Kulingana na Biblia. Si ndio? Kulingana na Biblia, God bado ni kila. Hakuna kujichanganya. Wewe hata evidence yako. Unataka ni basi ni dini. Acha. Mimi sasa kuelewa.
Sasa mimi nisaelewa, najua watu wengi katika kulelewa katika sehemu pia inamata ile environment. Acha nikwambie, unajua kwa nini sasa for example, Je, katika maisha yako, ngoja kidogo, nataka nikukate. Je, katika maisha yako usaifikiria ku study Islam? Fikiria. So maisha yako umestudy tu Christianity na ukawa conclusion hakuna Mungu, lakini huku study Islam. Okay, sasa maybe mbona nataka ni study Islam? Nataka ustudy Islam kwa sababu Islam inaonyeshana Mungu yupo na kuna yule anaendesha vitu. Tulia, ndio nataka nikulete vizuri. Hii nyingine umeniambia ulitoka. Sasa hii nyingine umeniambia uliacha. Unaniambia uliachana Ukristo. Ngoja mimi nikwambie. Hii dunia iko na dini nyingi kabisa. Dini si ati Christianity na Uislamu. Si wewe uliacha Christianity. Nataka tuende polepole. Sasa ulikuwa Christianity na ukasema ukaona hakuna Mungu. Ngoja nikuelezee. Niko na choice ya kuchagua dini yenye mtu anataka. Wala sijakuhusu force. Mimi nikukwambia, nimekuambia ati nichague Islam, ati Islam ndio inaonyesha, kwani hiyo ndio perfect kuliko zile zingine. Ndio nikakwambia hivi, nataka tuende na wewe kabisa. Wewe umeniambia ulistudy Christianity, si ndio? Study. Ulikuwa Mkristo. Hiyo ndio nimegrow nayo. Ukaona hakuna Mungu baada ya kusoma Biblia. Ukaona Biblia ni uongo, ndio ukatoka. Ndio, si ndio umetuambia hapa uliona Biblia ni ya uongo? Exactly. Ndio nikakuuliza, wakati uliona Biblia ni ya uongo, je, umewahi jaribu kusoma Qur'ani nayo uone kama Qur'ani ni ya uongo? Kwa sababu ni nini? Ni tofauti kubwa sana. Kubwa sana. Hapo ndio tofauti sasa iko. Wewe ulisoma kitabu kimoja cha Biblia ukaconclude kuwa ni uongo. Haya, sasa nielezee uzuri moja yenye Qur'ani iko nayo yenye yuko kwa Biblia. Niambia sasa, nikisoma Qur'an nini itakuwa extra ama nini nitabadilika nayo nione Islamu ndio mzuri kuliko Ukristo? Hebu nielezea kitu moja tu ya maana iko kwa Islamu ambayo kwa Ukristo hakuna. Asante sana. 43:68 Qur'an. Nakupeleka sasa pole pole, ndio umekuja. Si ndio umeniambia nikueleze kwa Qur'ani. Kwa sababu mimi nimeona tatizo lako. Wewe ulisoma. Ndio nakuproof. Ndio nataka asiwe eti iko better than the other. Wewe umesema hivi, Biblia ulisoma na ukaachana nayo. Sasa ndio nikakuuliza ulisoma Qur'an, ukaniambia hujawahi soma. Sasa ndio ukaniambia mbona usome Qur'an, alafu umeniuliza mbona Uislamu uko na kitu gani ambao ni better than other religions. Ndio hiyo umeniambia. Si ndio sasa nakupa. Sikiza vizuri. Sikiliza kwa makini hapa. Kwa makini sasa. Nasikia hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Pole pole nisikie. Sasa ukisema hivyo wewe soma vizuri kwa utaratibu. Pole pole tu. Kwa utaratibu. Utaelewa. Tunaenda vizuri tu kaka. Wallahi dawa ni kazi. Enyi waja wangu mlio wazuri. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Tunaambiwa kuna kifo na kuna siku ya kiyama watu watafufuliwa. Hata kwa Biblia iko. Revelation sasa. Enyi waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Na lazima uwe ulikuwa ni Muislamu, maana yake ulinyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Malizia. Ingieni bustanini. Tunaambiwa tunaingia bustani, yaani peponi. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Tunaambiwa baada ya hii maisha tunaenda kufurahishwa katika sehemu inaitwa paradise Waislamu. Haya, na mimi nakwambia Wakristo wataenda kufurahishwa mahali panaitwa mbinguni. Iko wapi? Andiko kwa Biblia mahali Wakristo watafurahishwa. Iko sasa, mimi nilitafuta nikakosa. Hiyo sasa ni kuamini. Wewe si unasema ulikuwa umesoma. Sasa mimi nilisoma kwa Biblia nikakosa, nilikosa. Sasa wewe ulifunzwa bila kusoma. Mimi nilitafuta nikakosa, lakini katika Qur'ani nikaipata. Ndio nikakuuliza swali. Hakuna shida, data utaweka. So, na mbona isilete nature lazima uweke data? Kwani wewe uko fani? Hata wewe nimekuuliza hiyo swali mara moja. Kuna vitu kwani utaingia online bila kuweka data? So lazima iwekwe data. Si ndio, lazima ni nature. Si utumie nature. Sio nature. Ingia kwa gari, iendeshwa na Kiislamu. Ngoja, tunaenda vizuri. Uislamu kuendesha hii gari itaendesha hivi. Uislamu unaniambia lazima usome kitu.
Unaona? So Uislamu inaniambia ili niendeshe hii gari lazima nisome, na kama sijui niwaulize wale wajuzi. So Uislamu inanipa mwelekeo kwa kila kitu. So kama ni gari najua siwezi ingia tu nikakaa, naambiwa waulize wale wanaojua kama mimi sijue. So kuna utaratibu. Kwa sababu wao uliniambia huamini kuna another force. Wewe unaamini kila kitu ni nature. Si ndio? Kuna vitu natural. Kuna nimekwambia na bado kuna vitu man made. So hii ni kitu man made, lazima iperform through a certain thing. So hizi kaa tu hivyo atijifanye kama hii gari. Si nimekwambia. So umesoma Qur'ani vizuri, nimeelewa. Ingia hapo Qur'ani iendeshe hiyo. Lazima pia utumie force ambao ni hiyo, ni akili yenyewe unaenda shule unafunzwa. Ambao nimefunzwa hiyo wala sijakataa. Na ndio nauliza ndio naenda kwa Qur'an, ndio nakueleza. Sasa hiyo kwanza, Waislamu tunaahidiwa tunaingia paradise. Unaona? So tumewekewa utaratibu wake na kila kitu. Sawa? Ngoja nikuulize. Hiyo ni kuamini, unaamini kuna paradise? Si ndio? Kwa sababu hujui kaa iko. Hujui ulitulia wapi? Mbili Qur'an. Ili kitu imeandikwa ini. Si ndio hiyo? Venye tutaamini si ndio hiyo? Hakuna proof ati hiyo kitu iko. Iko. Hakuna. Nani alikwambia hakuna? Yaani ukifa utaipata. Hakuna umekufa. Utaipata kwa sababu kila kitu. Ngoja kidogo. Najua hivi. Kwa sababu ndio nakueleza hivi. Ngoja kidogo, nataka nimpeleke pole. Nataka nikupeleke pole. Hii kufa ni reality kwa sababu watu wanakufa, is a reality. Na hii kwenda paradise is a reality. Hiyo si reality, ni belief. Ngoja. Ni reality kwa sababu ni vitu vitakuja kuhappen. Exactly. Zitakuja kufanya nini? After umekufa. Yeah. Na sasa umekufa. Kila maisha kuenjoy. Kama uenjoy ukiwa saa hivi, huku umekufa unaenjoy nini? Asante. Kwa sababu katika dini uliokuwa ya mwanzo ilikukosea, haikukuambia watu wanapokufa kuna wakati wanafufuliwa. Tuambia kwani nimekwambia pia, si unajua nimekwambia wacha kubase ati Islam iko better than Christianity. Wewe kwanza uko Christianity wewe. Tusikize, nimekwambia. Si wewe unasema hiyo uliacha. Tusikize. Umesema hapa Qur'an, si ndio? Imeandikwa ati watu watafufuliwa na wataenda hiyo paradise. Exactly we. Pia Christianity tunafunzwa. Hapa kwenye kitabu cha Christianity. Mimi sijui hizo verse mali zimeandikwa, lakini sisi tumefunzwa. Kwani sasa anasema aliachana nayo. Ngoja nikuulize. Unajua wewe mzee, nyinyi mnataka kuagi na mambo yenye nyinyi wenyewe. Unajua ili ukuje na hii Qur'an hapa kunisomea hizi vitu, umekaa chini ukastudy na ukajisummarize ukajua iko verse fulani mahali fulani. Juu mimi huwezi niuliza ati iko wapi. Siwezi sema iko Timothy, iko Luke, iko John, iko Genesis. Juu sijakaa chini nika summarize hiyo Biblia yote, si ndio? That's the problem. Hiyo ndio ukiniuliza kitu unajua utaniambia Quran sijui chapter 4 verse utaipata hapo. Huyo ni kitu umestudy. Ndio nakwambia hivi, ngoja nisaa kuelewa. That's the main problem ambao uko nayo, ni kwamba wewe ulikuwa katika mahali ulikuwa, lakini huku take time ya kusoma. The problem kubwa ambao uko nayo, na nisha kuelewa sasa. Nataka nikumalizie ndio usilimu haraka tumalize tuende shughuli nyingine. Ndio nasema hivi. Kwa sababu nasema hivi, mahali ulikuwa inaonekana hukusoma na mahali ambapo uko bado hata hujapaelewa. Yani uliondoka kule hujasoma, umeingia kule huko hujasoma. Unajua na mimi nataka kukuambia, na hata naambia hawa jamaa wote wako hapa. Unajua huyu jamaa ili akuja kutusomea hiyo Qur'an, hiyo chapter yenye imeandikwa hivyo, ni kitu amekaa chini akaistudy na akajua nikifungua Qur'an chapter fulani nitaipata kabisa. Kwa sababu siwezi kufuata kitu blindly. Sikiza kidogo. Siwezi kufuata kitu blindly ambao sijasoma. Kitu ya kwanza katika Uislamu inaanza ni ikra, soma. Kwanza usome, ndio usome ndio ujue chenye unafuata. Sasa wewe huwezi kuniambia nifuate kitu blindly, ukiniuliza siwezi jua ndatoa wapi. Hata mimi mimi sijui hiyo verse imeandikwa wapi kwa Biblia. Lakini sikudanganyi, kuna mtu anaijua Biblia vizuri juu na chini. Naweza maybe ni venye yuko hapa, lakini anaweza kuja afungue aseme hii iko mahali fulani na fulani na fulani. Na isome. So yeye mwenyewe amestudy na ameelewa. Na wewe uliniambia ulisoma ukaona hii ni
Nimekwambia, si ndio kuna fact zingine utaona nimekwambia kuna mtu anaweza kuja. Wewe mwenyewe uliniambia ulisoma ukaona ni si ndio hizo dictionary. Uliona dictionary tu. Hii dictionary. Sasa hii ngoja nilikuwa nakuuliza ndio nikakuuliza je, uliwahi soma Qur'ani maisha yako? Sasa utaconclude ngoja nimalizane naye maana yake nisamuelewa. Wewe itakuwa ngoja. Wewe umeniambia sikiza tunaenda paradise. Kulingana na Qur'an. Hiyo nitakuja. Nimesema hivi. Ngoja. Tutaenda paradise. Kulingana na hii. Na mimi nikakwambia pia kwa maandishi ya Kikristo ambayo sisi tumegrow nayo, pia wanatuambianga after death kuna eternal life ambao huna proof. Sikiza. Si ndio? Ambao huna proof. Hivyo ndio inasemanga pia. Ambao huna proof. Una proof. Ngoja. Una proof yake. Unajua ngoja kidogo. Hebu tulia. Unajua kaka anaongea pale na hajui. Huyu amesema hakuna Mungu na amesema Biblia ni karatasi. So wewe usiingie kwake kwanza, kama una swali utakuja. Ngoja kwanza. Ngoja kidogo tulia. Hebu njoo sasa wewe. Huyu hajui hizo. Haya tulia kidogo tumsikie sasa huyu. Hebu kaa pale kwa sababu una dini, alafu tutakupa dini. Kaa hapa tumsikize huyu. Si nataka nimsikize huyu kidogo. Ndio nataka nimfungulie yeye anaamini Ukristo. Kabisa. Dakika moja tu. Kumbe ni atheist pia. So ni atheist pia. Dakika mbili basi. Dakika mbili tu. Nataka kukupa hapa nafasi ndio niweze kuongea naye. Dakika mbili tu. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Jack. Muislamu Kristo. Mimi ni Mkristo. So wewe unaamini kuna Mungu? Si ndio? Tofauti na kaka yetu anasema hakuna Mungu. Hizo ni story za jaba kulingana na yeye. Na ako hapa yuko mbali na amesema Biblia ni dictionary, ni kitu tu imeokotwa huko. Una swali gani ya kuuliza Waislamu? Nani mimi? Mimi swali naweza uliza Waislamu ni kwa nini Uislamu inahubiri chuki dhidi ya wale ambao hawajaamini katika Uislamu? Kwa mfano kama aya gani inahubiri chuki katika Uislamu? Aya gani? Sijui ni katika nini gani, lakini kuna mahali Qur'an inasema kill Jews and Christians. Nipe kaka. Ngoja mwache amalize. Inasema kill Jews and Christians. Unaona hiyo? Alafu kuna mali tena kwa Qur'ani. Ngoja kabla tujaenda hapo pengine. Hapa inaposema uue Wayahudi na Christian, huna hiyo andiko, si ni kweli? Asante. Lakini ile iko kwa Qur'ani 3:64 inasemaje kuhusiana na Jews and Christian? 3:64 Qur'ani. Hebu Sikiliza upate faida. Upate faida. Hizo ndio tunaitanga propaganda. Sikiza sasa. The fact iko aje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema. Enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yaani Mayahudi na Manaswara. Jews and Christian ndio wanaitwa Mayahudi na Manaswara. Tunaambiwa tuwaue ama tufanyeje? Njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu. Tunaambiwa tuwaite katika neno ambalo liko sawa baina yetu na baina yao. Malizia. Na malizana na huyu, wewe utarudi. Nataka tuwe polepole. Huyu ametuambia Qur'ani inasema tuue Wayahudi na Wakristo. Rudia aya, malizia tusikie kama tunaambiwa sema. Enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yaani Mayahudi na Manaswara. Njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu. Tunaambiwa tuwaite Mayahudi wakuje katika neno ambalo liko sawa baina yetu na baina yao, ya kwamba tusimwabudu yote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Asante. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Wakikigeuka semeni, yani wakikataa, wakikengeuka, Wayahudi waseme hatutaki kufuata Uislamu, wala Wakristo waseme hatutaki kufuata Uislamu, tufanyeje? Shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu, yani tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Kuna mahali tumeambiwa tuwaue. Haya, unaweza nipatia time nitafute, niko naye hapa kwa simu. Tafuta. Tunaificha. Tujaficha. Ngoja tulia. Nataka tuende polepole. Mimi niko tayari, saa hii ni mapema, tunafunganga 6:40. Siondoki mpaka ifike 6:40. Tafuta hapa na usiondoke, ukiipata utupatie hapa. Kuna verse inasema tena, ukikutana na Mkristo
usimsalimie na ikiwezekana umsukume kando ya njia Sasa leta hizo verse. Hizo maandiko. Haya, fanya research, usiwe na wasiwasi. Haya, piga step 2 nyuma. Haya, piga nini? Haya, karibu dada. Salamu nikusalimie. Kuna huyu kaka alikuwa anazungumza nikizungumza. Wewe ulikuwa unazungumza ukizungumza. Ile mambo ulikuwa unaongea huko tunataka tukusikie. Mimi wananiita Sali. Naitwa Kevin. Kevin, Muislamu Kristo. Asante. Swali gani ulikuwa unazungumza tukiwa kule? Leta hapa kwa mbele ya watu wajue, badala ya kuongea kando. Sio unapita kama bangi. Nataka unisomee Quran. Ngapi? 47:7. 47:7 Quran. Arubena saba Quran. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni. Asante. Na ataidhubutisha miguu yenu. Jenga hoja. Inasema nini? Inasema tukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu atatunusuru. So lazima tunusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, lazima tujenge misikiti, ni kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Unasoma kwa Kizungu? Unataka Kizungu? Sijui ya Kiingereza kama tunayo hapo. Kama ni Kizungu sawa. Imo lete ya Kizungu. Mashaallah, kumbe iko hata iko hapa msafu. Haya, fungua 47:7. Hakuna shida. Iko sawa 47:7. Sasa ukija hivyo kaka yetu naye yuko hapa anasema hata Mungu mwenyewe exist na yuko hapa anapumua na anakula riziki ya Mungu. Tulia kwanza. Sikiza ya Kizungu nayo inasemaje? In the name of Allah, most gracious and most beneficent. Asante. Oh, who you believe. If you help in the cause of Allah, He will help you. Mungu naye atakusaidia. Wewe ukisaidia kwa njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu naye atakusaidia. And make your foothold firm. Asante. So kwa mfano umepata yatima, mtu hana baba hana mama, ukamsaidia kwa ajili ya Mungu, umsaidii kwa ajili ya proud yourself, kwa ajili ya Mungu, ukasema huyu hata lala njaa nitamsaidia. Ukimsaidia naye Mungu atakusaidia. Utauliza ngoja nimalizane na huyu. Wewe utasilimu tu, mimi kuelewa tatizo lako ndogo tu. Tamalizana naye. Umenielewa? Acha tumalize naye kwanza amalize hii yake. Wewe unasikia? So wewe ukisaidia katika njia ya Mungu, Mungu naye atakunusuru. Ndio unaambiwa sadaka wapatie maskini. Kupatia sadaka maskini ni kusaidia katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio inaitwa njia ya Mwenyezi Mungu. Kwani mimi nasikia mbaya? Unasikiaje kwani? Mbona Kizungu nyepesi hapa? Sinasema support Allah. Hakuna pale. Hebu fungua hiyo hebu fungua hiyo Kizungu. Umekoma wapi bro? Hakuna pale message. Nani mzuri kwa Kizungu? Mimi hapa. Mwingine tu nilikuwa nataka Mkristo. Wasio wewe, nilikuwa nataka Mkristo. Wakristo ni wengi. Hebu kuja brother. Kizungu ama inakupiga chenga? White manake wewe msabato. Manake nadhani lugha inapiga watu chenga. Unajua kuna watu wanadai wamesoma na kumbe walienda wakanunua zile degree hapa River Road. Hebu soma 47:7 alafu muelezee wewe ni Mkristo. Kwa ulingana na hiyo Kizungu inasemaje? Tulia, huu ni Mkristo. Hakuna shida acha soma. Kuna Qur'ani yenye ulinipea. Nikasoma hiyo fast. Umekuja nayo? Iko kwa nyumba. Inasema support Allah. Asante. Kesho mimi niko hapa. Asitakangi ni hapa. Enda uilete na usimalize dakika 10. Maana yake natoka hapa nini na 40. So usaona huyu atasoma atakuelezea venye imesema, usabadilisha umesema uko na Qur'ani yako nyumbani. Sasa hebu isome hiyo 47:7. Sasa nitasoma yenye iko kwa mabana ama nitasikia? Wewe soma yote venye iko. Oh, you who believe, if you help in the cause of Allah, He will help you and make your foothold firm. Hebu muelezee inasemaje? Umeelewa hiyo Kizungu? Nyinyi mlioamini, kama mtasaidia kwa njia ya Allah, naye atawasaidia na atafanya msimame imara. Ndio hivyo nimekuelezea.
So katika mambo ya dini sitaki wewe tulia, umemaliza kazi yako, rudi nyuma. Sasa usije ngoja kwanza, usije wewe umetuambia, hata kuna mwingine amesema analeta aya za Waislamu waue wa Kristo, waue Wayahudi, amesema ataleta. Wewe nawe umetuambia, wewe umesema ngoja, umesema unakimbia kuleta nini? Qur'an. Kimbia saa hii kwa sababu muda ngoja. Ngoja hapana. Swali ya mtu achana. Kimbia, tulia kwanza. Nataka muwe wapole na kila mmoja anapata dozi yake. Fanya hivi, kimbia saa hii, tunatoka hapa 6:40 inshallah biidhnillah. Ngoja wachana na huyo kwa sababu ako hapa ndio anamalizia kufanya utafiti yake. Itakuwa tunaingilia mambo yake. Enda utuletee hiyo Qur'ani na usikae, tuletee hiyo Qur'ani. Brother, umepata ama bado? Dakika 3 tunakuongeza. Haya, karibia hapa, huyu jamaa ameondoka. Haya, karibia brother. Karibia brother. Huyu alikuwa anataka kumuuliza ule Mkristo. Karibu wewe. Huyu anataka kuuliza ule Mkristo. Unaogopa kwanza unakagua ndio upate. Hatutaki wasting of time. Ndio unaona tunamwacha kwa sababu tuta waste time na yeye. Tuta waste. Tunajua. Hatuwezi kumpa. Wewe ukiweka mkutano utampa. It's very simple. Unaona, tunapatia mtu anataka kulani, sio mtu anataka kuargue. Tumekatazwa katika Qur'ani argument. Tumekatazwa. Ngoja brother, uende pole pole. Wanakuita nani? Wanakuita nani? Naitwa David. Asante. Muislamu Kristo? Mimi ni Mkristo damu. Asante. Injika swali yako. Swali yangu iko hapa. Iko katika Qur'ani sura ya 3. 3:35. 3:35. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kumbukeni aliposema mke wa Imran baba yake Maryam katika kumuomba Mola wake, Mola wangu, nimeweka nadhiri kwako aliomo tumboni mwangu kuwa wakfu wa kutumikia mambo ya dini, basi nikubalie, bila shaka wewe ndio usikiaye na ujuaye. Niendelee. Enda mpaka 38. Basi alipomzaa alisema, Mola wangu, nimemzaa mwanamke na Mwenyezi Mungu anajua sana aliyemzaa, na mwanamume nilifikiri kuwa nitamzaa si sawa na mwanamke niliyemzaa, na nimempa jina Maryam, yani mtumishi wa Mungu. Hebu enda 33. 33. Hapo ndio nina swali sasa hapo kwa sababu hakika Mwenyezi Mungu alimchagua Adam na Nuhu na kizazi cha Ibrahimu na kizazi cha Imrani babake Musa na Imrani mwingine aliye baba yake Maryam juu ya walimwengu wote wa zama zao. Sasa swali yangu iko hapa. Swali yangu iko hapa. Mwenyezi Mungu alimchagua Ibrahimu. Mbona nyinyi hamtumii Allah? Hii ni Qur'an ama ni Biblia? Hii ni Qur'an, muonyesha vizuri. Hii ni Qur'an. Al-Qur'an ni Qur'ani. Sisi tunaita Mwenyezi Mungu, nyinyi mnamuita Allah, sawa? Si ndio? Mbona Qur'ani imetaja Mwenyezi Mungu na katika Biblia? Kwa sababu katika vitu katika masomo yenu yote mnatumia jina sana Allah. Ni sawa? Kuna verse pia nyingine hapa inanitatiza kidogo, ambapo Mwenyezi Mungu katika tu hii Qur'ani inasema ya kwamba Yesu mimi ndio nitakufufua. Ina Qur'ani ngapi? Hiyo takuja. Hapa swali yako gani? Alafu twende hiyo ya Yesu atafufuliwa ili watu wapate kisomo. Hapa uliposema 3:33 ukasema uko na swali yako. Nataka unipatie tofauti ya kwamba kwenyu nyinyi hapa imeandikwa kwamba Mwenyezi Mungu katika Qur'ani mnatumia jina Allah, ama kuna uwezekano Mwenyezi Mungu bado watu katika Qur'an mnaita Allah? Iko sawa? 17:110. Swali yake nzuri sana. Anauliza, je, huyu Mwenyezi Mungu ndio Allah? Swali nzuri sana. 17:110 Qur'an. Yaani ukiuliza swali kiprofessional inaenda kiprofessional. Sikiza kama hivi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, muombeeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Tunamuomba huyo Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Anaitwa Mwenyezi Mungu, ni sifa, mwenye enzi. Enzi zote ni zake, ndiye anamiliki, ndio anaitwa Mwenyezi. Sifa. Sasa jina yake tunaambiwa muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Jina yake ndio Allah. Ni kama rais wa Kenya, jina yake ako nayo. Swali la pili. Lete hiyo swali ya pili.
kwa nini nyinyi Waislamu ambao ndio sisi ndio nyinyi ikifika katika mambo ya Yesu ampendi? Asante sana. Lakini sisi mnatamani kutubadilisha tuwe kwa Uislamu lakini nyinyi kuja kwenyu kwa Ukristo ni kidogo sana. Kwani Yesu ana makosa gani sisi tukiwa tunamwabudu? Asante sana. Swali nzuri sana ameleta. Kwanza sisi Waislamu hatusikii maneno ya Yesu tukachukia. Yesu ametajwa mara 25 ndani ya Qur'ani. Ndani ya Qur'ani kuna chapter mzima imekuja inaitwa Suratul Maryam ambayo ni ya mamake Yesu. Tatizo letu na nyinyi wa Kristo ni kwamba nyinyi mnakataa kumwabudu Mungu aliyemuumba Yesu, mkaabudu Yesu ambao ni kiumbe. Hiyo ndio tunatofautiana na nyinyi. Kwa sababu Yesu alisemaje? Qur'ani 5:72. Yesu alituambiaje? Hiyo ndio tatizo letu na nyinyi. Sisi hatuna shida na Yesu. Yesu Muislamu ndugu yetu, tutakuwa na shida na yeye ya nini? Tunampenda. Sikiza. Na ndio unaona tunazaa watoto tunawaita Isa, lakini huwezi kupata Mkristo amezaa mtoto akamuita Jesus, hawezi. Kwa sababu hampendi. Sikiza habari. Wakristo na wapinga Kristo. Sikiza habari kwa nini sawa? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Wamekufuru wale wanaosema Mungu ni Yesu, wasaingia katika kufuru. Kwa nini? Na hali ya kuwa Masihi alisema, na hali ya kuwa Yesu alisema, enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu, Mola wangu na Mola wenu. Yesu alisema muabudu Mungu wake na Mungu wetu. Yaani Mungu ni mmoja, sio Yesu. Sasa hapo ndio unaona tunatofautiana nyinyi. Nyinyi mmekataa kuabudu Mungu, mnafaa kuabudu Mungu aliyemuumba Yesu. Mungu wa Yesu ndiye anafaa kuabudiwa, sio Yesu aabudiwe. Hiyo ndio tatizo tuko na nyinyi na nyinyi. Haya, swali la mwisho. Lete hiyo ya mwisho. Kwanza ameridhika na hilo swali. Ukisikia mwanaume amesema anaenda ya mwisho asaridhika. Ukisikia amesema ya mwisho asaridhika. Isaya 9:6. Asante. 9:6 Isaya. Si nafikiri kitabu cha Isaya nyinyi mnafuata Waislamu kwa sababu tatizo. 9:6 katika Tora ya Musa. Sawa? Haiko katika Tora. Kitabu ya Isaya ni vitabu vya manabii. Lakini mnamtambua kama nabii. Tunamtambua vizuri, hatuna tatizo. Yale aliandika iko katika Qur'an na iko katika pia Biblia. Asante, wacha tuone. Kwa hivyo yale amesema hapa huenda ikawa ni ya kweli. Haya, 9:6 tusikie. Inasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Asante. Tumepewa mtoto mwanamume. Asante. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Asante. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mwangezi yake na amani. Imetosha. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwenye Isaya hii ni Mungu anamfunulia jambo fulani, si ndio? Hamna tatizo. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Naam. Ambaye ako na ufalme begani mwake. Asante. Nataka mnitafsirie hii jina lake. Imesema hebu rudia, Mungu, kuna jina Mungu. Mungu mwenye nguvu. Kama si Mungu. Mungu mwenye nguvu. Unanielewa? Safiri. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Wachia hapo kwanza. Hapo katika Mungu mwenye nguvu. Kwani Isaya alikuwa anataja huyu mtoto yeye si Mungu? Sio Mungu. Na kwani Biblia inasema namna gani? Inasema ataitwa. Ataitwa. Kwa hivyo yani yeye sio Mungu lakini ataitwa. Na sio yeye peke yake. Haya, hapo chini inasema baba wa Baba wa milele. Baba wa milele. Baba wa milele ni nani? Hakuna mahali Yesu katika maisha yake amewahi itwa Baba wa milele. Kwa sababu Yesu anatuambia baba ni huyu. Labda sijajua waandishi labda walikosea kwa sababu sina shida. Nataka utulie. Tuulize Yesu anatuambia kabisa uko right. Yesu anatuambia kuna yule ambaye anaitwa Baba 14 Yohana 28. Yesu asatuambia. Haina shida. Wala usiwe na wasiwasi. Na swali nyingine. Sikiza 14:28. Yesu anatuambia nani anaitwa Baba? Mlisikia kwamba mimi naliwaambia.
naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mungalifurahi. Yesu anasema kama mngenipenda mngefurahi. Kwa nini? Kwa sababu naenda kwa Baba. Yesu anasema mimi Yesu naenda kwa Baba. Kwa nini Yesu aende kwa Baba? Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Father is greater than me. So Yesu sio Baba, ndio anasema Baba ni mkuu kuliko mimi, kwa sababu anajua kuna force ambayo ni kubwa kumliko yeye Yesu, ambayo hiyo force inatoka kwa Baba. Ndio Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Na huyo babake, ngoja tulia, utauliza, tumalize na huyu. Be humble. Ndio nataka tumalize hii ya Baba 20:17. Hapo Yohana. Tujue huyu Baba naye nani haswa. Tulia hapa. Anasema mwalimu wangu. Yesu akamwambia usinishike. Kwa nini? Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu anasema sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Nenda kwa ndugu zangu ukawaambie. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Ala, kumbe huyu Baba ambaye Yesu anaita Baba ndiye Mungu wake na ni Mungu ni Mungu wetu. Ndio unaona Yesu hawezi kuwa Baba, kwa sababu mimi na Yesu tuko na Baba moja, mimi na Yesu tuko na Mungu moja. Kabla niende kwa hiyo kitabu ya mwisho na niondoke, mkisha nijibu swali langu iko hapa. Si Mungu ako na uwezo wa kujagawanya katika kila hali anavyotaka? Ni kweli ama si kweli? Ako na uwezo wa kuwa hapa na kuwe pale na kuwe mbinguni na kuwe duniani. Ni kweli ama si kweli? Kujigawanya nayo inaleta tatizo, kwa sababu Yakobo 1:27. Hiyo ya kujigawanya hivyo kama sambusa ana hiyo tabia. Wanaabudu Mungu. Na hao wako hapa wanaabudu Mungu. Kwa hivyo inamaanisha wakati Mungu anapoabudiwa huko na anaabudiwa huku, ameketi tu katika mbingu ama akona uwezo wa yuko katika arshi yake, kwa sababu dunia ni kama haka kakitu machoni pa Mungu, ni kakitu kadogo sana. Sisi ndio tunaona kubwa, haka ni kakitu Mungu aliumba, na ndio unaambiwa kuna bingu 7 na ardhi 7, so haka ni kadogo sana. Sasa sisi katika imagination yetu tunaona Mungu lazima awe Afrika, awe Asia, awe hapana. Mungu yuko katika arshi yake, uwezo wake uko kila mahali, kwa sababu ardhi na bingu ni kitu kadogo sana kwa Mungu. Very small thing. Sikiza inasemaje? Kila kutoa kuliko kwema. Sikiza, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake huyu Baba wa mianga ambao tumeona ni Mungu, hakuna kubadilika. Yani Mungu hana kubadilika. Ati leo ako China, kesho kutwa ako hapa, hapana. Yuko katika arshi yake, uweza wake ndio uko kila mahali. Ama leo awe binadamu, kesho awe hakuna. Mungu yuko katika vile haonekani, huwezi kusema nimemuona Mungu. Wala kivuli cha kugeuka. Wala hana kivuli cha kugeuka. Ati leo alikuja kama mwanaume, kesho akaja kama nini, hakuna. Swali langu ingine iko hapa. Leta. Hebu nisomee Wafilipi 2:5 ukiteremka chini. Wafilipi 2:5 uende mpaka 9. Pole. Kaka yetu mzuri. Ama mpaka chini. 5:6-7. Asante. 5:6-7. 2:5. Kwanza ukisilimu utakuwa Omar. Mimi siwezi kusilimu. Pole. Kaka yetu mzuri huyu. Safi. Iweni na nia hiyo. Iweni na nia hiyo. Ni sawa. Iweni na nia hiyo. Asante. Tuendelee. Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ambayo ilikuwamo ndani ya Yesu Kristo. Aendelea. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Haya ni sawa. Yesu anajifananisha na Mungu, of which katika Uislamu mnasema anakufuru. Ni kweli ama si kweli? Sio yeye anajifananisha, ni mwandishi ndio amesema. Mwacha niende naye vizuri tu aelewe. Katika hivi vitabu huwezi jifananisha na Mungu, my friend. Ni kweli ama si kweli? Ngoja kidogo. Hakuna mtu anaweza jifananisha na Mungu kwa sababu yuko alifananishwa na Mungu. 7:1 Kutoka. Hamjamaliza. Ndio namaliza hiyo. Si umeniambia wapi mwingine alifananishwa na Mungu? Si umeuliza?
Hapa tunarudi 2:5. Nani hajajua ni 2:5 wa Filipi? Umeniuliza nani mwingine alifananishwa kuwa kama Mungu? 7:1 kitabu cha Kutoka. Kumbe hujaijua hii. Sikiza. Pole pole 7:1 Kutoka. Bwana inasema Bwana akamwambia Musa. Kuna mtu alikuwa anaitwa Musa. Bwana ambao kapituleta ni Mungu. Mungu akamwambia Musa, angalia, teremka pole pole. Nimekufanya wewe. Mungu anamwambia wewe Musa, wewe Musa nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao. Kumbe hata Musa alifanywa kuwa kama nani? Musa alifanywa kuwa kama Mungu. Na ile umenitolea, umeniambia Yesu alifananishwa kuwa kama nani? Maandiko imetuambia hivi. Tuwe na nia ile ambayo ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Maana yeye kwa asili, unajua kwa asilia yake ukilinganisha inafanana na Mungu. Alikuwa anafanana kama nani? Hii maandiko ndio. Malizia sasa ile sasa anza wa Filipi, teremka pole pole. Hiyo wa Filipi. Ukisema ati hakuna mwingine yuko Musa tena ni Mungu alimwambia wewe nimekufanya kama Mungu kwa Firauni. So Firauni alikuwa anaangalia Musa anaona ni Mungu huyu. Hata Paulo aliitwa Mungu na nitakuja huko. Nataka kupeleka pole pole. Malizia. Musa alizaliwa na mwanadamu. Yesu alizaliwa na binadamu. Hakuna ushirikiano ilitokea hapo. Mariamu alikuwa mtu, alikuwa mume. Si binadamu, alikaa kwa ngoja. Takuja huko. Mariamu alibeba mimba kwa tumbo. Akazaa akasikia uchungu. Na mtu katika mapenzi ndio kama hiyo mimba ilipatikana mwanaume. Ungeuliza mwanaume, lakini sio kusema kuzaliwa na binadamu, kwa sababu Mariamu alikuwa binadamu. Yesu amezaliwa bila mwanaume, venye hawali patikana bila mwanaume, mwanamke. Ambia 2:5 na mamake hao ni nani? Nataka kunijibu hiyo swali sasa. Inasema iweni na nia hiyo hiyo. Iweni na nia hiyo hiyo. Ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Sikiza, alikuwa yuna namna ya Mungu. Si ati alikuwa Mungu. Naye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Unanielewa? Maandiko inatuambia kwamba alipokuja hapa alijifanya kuwa hana utukufu. Hapana, lazima angejifanya kwa sababu wanadamu. Swali langu iko hapa. Ni kwamba kivyangu mimi kama Mkristo, mimi naamini ya kwamba Yesu ni Mungu kivyangu. Kivyako sasa. Sasa kama nitakufuru, maana kwako mimi unajua kwamba mimi nakufuru. Mimi sio mimi. Sio kwa Waislamu. Nataka unisaidie. Wewe umeniambia kwa Biblia unaamini Yesu ni Mungu kwangu mimi. Kwako unaamini Yesu ni Mungu. Wengine mimi sijui. Acha na wengine. Unaamini Yesu ni Mungu? Ni Mungu kwangu. Asante. Mimi nataka tu unisaidie. 6:12 kitabu cha Marko. Amesema kwa imani yake anaamini Yesu ndio Mungu, hakuna Mungu mwingine. Sasa hebu tuulize huyo Yesu 6:12 kitabu cha Marko. Pole pole tu. Wewe tulieni wewe. Hiyo ni yake. Wakristo wamegawanyika. Yeye anaamini Yesu ndio Mungu. Nyinyi mnaamini Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa yeye ni tofauti na nyinyi. Sikiza habari 6:12. Wakatoka Marko. Luka 6:12. Luka 6:12. Nataka atusaidie pia naye. Pole pole hata elewa. Ikawa siku zile aliondoka. Yesu aliondoka. Akaenda mlimani. Yesu aliondoka akaenda mlimani peke yake ili kuomba. Teremka. Akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Umetuambia Yesu ndio Mungu kwangu mimi. Kwako Yesu ndio Mungu? Ndio Mungu. Asante. Alienda kuomba Mungu gani wakati yeye ndio Mungu, ama alijisahau? Unajua? Umepata swali wewe? Nimepata. Wewe tulia, huyu amesema hakuna Mungu mwingine. Mbona msiwapatie watu time? Huyu amesema hakuna Mungu mwingine, Yesu ndio overall boss, ndio Mungu. Sasa Yesu anaenda mlimani, anaenda kumuomba Mungu. Alikuwa akiomba Mungu gani wakati yeye ndio Mungu, au alijisahau kuwa yeye ndio Mungu? Wakati alikuwa anaomba, unajua Yesu alipokuja duniani, kulingana na akili zangu na ile hekima ambayo mimi pia Mungu amenipatia. Kulingana na akili yako. Na hekima yangu. Kumbe una hekima. Hekima ambayo Mungu ndiye amenipatia. So ni akili yako.
Anaweza kuwa hata Mungu Yesu haina shida. Kaka ako vizuri, anasema ni akili yake, sio kulingana na ile ukweli iliyoko katika vitabu. Anasema ni akili zake. Wacheni tusikize hizi akili zake. Mimi kulingana na mimi na akili zangu zile Mungu amenipatia. Mimi najua huyo Yesu, huyo Mungu ambaye nyinyi pia Waislamu mnamuitaga Allah, ndio huyo Yesu ambaye mnampinga sasa hivi. Kulingana na mimi. Kulingana na wewe. Lakini kulingana na Yesu anatuambia kuna Mungu mwingine sio ye. Unajua hizi maandiko kama Qurani imeandikwa katika viwango tofauti. Wacha na Qurani, tuko kwa Biblia. Sawa. Kwanza tumalize kwa Biblia. Yesu kwa Biblia anasema yeye yuko na Mungu. Lakini wewe unasema ni uongo wewe Yesu unavyosema wewe ndio Mungu. Kulingana na akili yako. Mimi nakufuru. Unakufuru kwa sababu Yesu anakuambia yuko na Mungu, lakini wewe unamwambia wewe Yesu ni uongo. Wewe ndio huyo Mungu. Unamlazimisha. Yaani unamlazimisha. Ni kama mtu akwambia mimi sio polisi, lakini wewe unamwambia wewe ndio polisi. Na amekwambia yeye sio polisi. Sasa ni kama unamlazimisha. Sasa wewe unamlazimisha Yesu kitu ambacho sio. Kwa imani yako. Kwa imani ya Biblia sio yangu. Sasa wewe ni mpingaji Kristo kwa sababu unaipinga Biblia. Sijapinga. Sasa ile kitu iko. Yesu sahi yuko wapi? Yesu yuko mbinguni. Ni nani sahi? Kivyangu yeye mimi najua yeye ndio Mungu. 7:55 Matendo ya Mitume tumalizie hiyo. Tulia tumalize hiyo. 7:55 usiondoke. Tuulize sahi Yesu ni nani? Mtu asimame na stand yake. Lakini sasa sikiza ya Biblia. Kabisa. Aya kabisa. Sikiza ya Biblia sasa. Inasema lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, kumbe huyu hatuambii mambo yake ya kichwa, anatuambia mambo amesaidiwa na Roho Mtakatifu. Anasemaje? Akakasa macho yake yakitazama mbinguni. Akaona utukufu wa Mungu. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Kumbe aliona Yesu amesimama upande wa nini? Upande wa kuume wa Mungu. So kuna Mungu na kuna nani? So Biblia ni ya uongo? Haya, huyo sawa. Haya, karibu brother. Nitarudi hapa kuuliza. Hakuna shida. Wewe ujipange urudi. Karibu brother. Haya, brother nikumbushe jina. Mimi naitwa Jack. Asante. Umetuambia kuwa una andiko katika Qur'ani ambayo imesema Waislamu waue Wayahudi na waue Wakristo. Tukakupa nafasi uende ufanye research tuletee hiyo andiko. Qur'ani ndio hii, tuambie ni gani tuisome. Wacha nikusomee. Nilikuwa nimesema ya kwamba kuna sehemu Qur'ani inasema hata Waislamu wasiwe marafiki na Wakristo na Wayahudi. Nataka kuanzia na hiyo. Ngoja kwanza ya marafiki utaleta. Unajua hata Wakristo walikuwa hapa. Alisema tumeambiwa tuue Wakristo na Wayahudi. Wacha tuanze na hiyo hot. Tutamaliza hiyo ya marafiki. Unaanza na hiyo hot. Sawa. Hali nasema tuue Wakristo na Waislamu. Kusoma Qur'ani. Hakuna shida. Wewe tuambie ni ngapi? Angalia hapo. Ngapi Qur'ani ngapi? Sura Tauba. Fungua hapo tusome hapo. Sura Tauba. Sura ya 9 ngapi? 28. 9:28. Pole uteremke. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Si 28? 28. Haya 28. Pole. Nyinyi mlioamini. Hakika washirikina ni najis. Asante. Kwa hivyo wasiukaribie huo msikiti mtukufu baada ya mwaka wao huu. Asante. Na kama mkihofia umaskini, basi karibuni hivi Mwenyezi Mungu atakutajirisheni kwa fadhila zake akipenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hekima. Piganeni na wale wasiomwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho, wala hawaharamishi alivyoharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawashiki dini yake miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Piganeni nao mpaka watoe kodi kwa hiari yao hali wametii. Nataka andiko wapi waue Wakristo? Hii ni piganeni. Wakati mumevamiwa na nyinyi lazima you defend yourself. Wanajeshi wanaelezwa, na ndio Kenya tuko na KDF, Kenya Defense Force. Tukivamiwa lazima KDF ipigane, ijalishi ni Muislamu ama ni Mkristo, lazima they protect our area. Hawa ni watu wanaambiwa wapigane. Wanajeshi hapa. Ni wanajeshi. Wanajeshi ni hivi. Hawa ni watu wako katika vita. Mtu yote yuko kina nani basi? Wanaambiwa wapigane na wale wanashirikina.
Wakina nani washirikina ni wakina nani hapa? Ndio uniambie ni kina nani? Wayahudi na Wakristo. Wapi andiko? Aenda chini. Hakuna shida, wewe teremka. Chini wapi? Hii inasema vizuri hapa. Chini nazungumzia sasa mambo ya uzeri. Enda. 30 ni mambo ya uzeri, ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Sio upigane na uzeri. Washirikina wanaoongelewa hapo, ukisonga chini hapa katika mstari wa 30 inasema ni Wayahudi na Wakristo. Enda 30 sio hiyo. Anaendelea kusema kuhusu habari zingine. Enda 30 usikie. Na Mayahudi wanasema tusamalize ile mambo ya kupigana. Sasa tumekuja kwa kauli ya Wayahudi. Na Mayahudi wanasema Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Teremka uone kama kuna mahali unaambiwa upigane. Na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Teremka uone kama haya ndio wasemayo kwa vinywa vyao basi na kuyapima. Teremka wapi unaambiwa wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu aangamize au anageuza namna gani hawa? Kwa sababu ya kufuru. Hakuna mahali imeambiwa tuwaue. Wewe kwanza unafaa kuapologize kwa sababu umeonyeshana Ukristo, unataka kuonyeshana Ukristo ni uongo, kwa sababu wewe umekuja ukasema kuna andiko ndani ya Qur'ani inayosema Waislamu wakiona Wakristo na Wayahudi wawaue. Nikakwambia nakupa time uende utafute utuletee hapa utusomee. Unajua mimi sijadanganya mtu yote. Tunasubiri hiyo basi. Sasa zingine iko wapi hizo zingine? Sijazipata, lakini kuna siku lakini ukiangalia hapa vizuri Qur'ani inasema ya kwamba piganeni na wale ambao hawajamini, wasioamini kulingana na Qur'ani kina nani? Wasili wa Kristo na Wayahudi. Nani aliyekuambia? Wacha tuulize kama wacha. Wewe umesema Wakristo, ngoja pole. Si wewe ndio unasema ati Wakristo pia ni katika hao? Wakristo hapana. 5:82 kuhusu Wakristo. Wewe msije, unajua kuna watu wako mitandaoni, Wakristo Qur'ani inatuambia ni kina nani? Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Hakika utakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni maadui kwa Waislamu ni Mayahudi na wale mushrikina wasiokuwa na kitabu. Na utaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kwa nini? Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni na wachao Mungu, na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari, wakijua haki huifuata. Qur'ani inatuambia Wakristo ni marafiki yetu wa karibu. Wewe ukatuambia, nataka tuende pole. Unajua nimesoma. Unajua usilete propaganda za watu ndio tukajitokeza hapa. Mimi nataka uende usiku mzima ufanye research, uniletee a single verse ambayo inasema Waislamu waweni Wakristo, uniletee hapa kesho. Kwa sababu leo umeikosa. To connective Quran 5:51 mnasema ya kwamba Waislamu wanafaa Wakristo ndio wamekaribiana na Uislamu. Fungua Qur'an 5:51 Fungua. Sisi ni wapi mimi lakini kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Manaswara kuwa marafiki wa kuwapa siri zenu. Wao kwa wao ni marafiki, na miongoni mwenu atakayefanya urafiki huo nao basi atakuwa pamoja nao. Hakika Mwenyezi Mungu hawaongozi njia ya kheri watu madhalimu. Shida iko wapi hapa? Imesema Wayahudi na kina nani? Imesema enyi Waislamu msiwafanye Mayahudi na Wakristo ni marafiki wa kuwapa siri zenu. Sasa ngoja kwanza, nataka tuelewane hapa. Kinachozungumziwa hapa ni mambo ya secret. Secret yako huwezi kwenda ukitangaza kwa kila mtu. Na Mkristo ndiye anaeleza Mkristo wake secret yao, anaendelea na mambo yao. Sisi tuna siri zetu za Waislamu, tunaendelea na hii aya. Sababu nuzuru ilishuka ni wakati watu walikuwa wakipigana, hawa wanapigana na wale wa pande ile. So wewe huwezi kwenda kuambia wale siri zenu. Zamani kulikuanga na vita, ndio unaona Daudi amepigana vita nyingi, wanapigana mkoa huu na mkoa ule. So wewe huwezi toa siri huku ukapeleka kule. Hata katika serikali, ukiona serikali inapigana na serikali nyingine ukapeleka siri, wewe unakuwa ni traitor. Ni msaliti. Siri lazima ufiche. Sasa shida yako kubwa ni gani? Uwe Muislamu.
Kwa kizungu haileti maana ya siri hapo. Inaleta maana gani? Tueleze. Soma. Hakuna siri. Mbona soma? Ndio hii nisome. Oh, you who have believed, do not take Jews and Christians as allies. Ambazo kuna translation ilikuwa zinasema ya kwamba allies inatumia friends. Acha nimalize kwanza. Inasema oh, who you have believed, do not take the Jews and the Christians as allies. They are in fact allies of one another, and whoever is an ally to them, to them among you, then indeed is one of them. What is the problem? Sasa, what is your problem? Where is your issue? Issue najaribu kuleta hapa, si ndio? Issue ni friendship, si ndio? Kwa kizungu haitaji siri, lakini kikuja kwa Kiswahili inataja siri. Asante. Ally ni watu ambao wako karibu nawe, unaweza mpa siri. Pili, wacha nikueleze kitu moja. Friends ni tofauti. Marafiki wako katika vitengo. Kwa mfano, jirani yako ni rafiki yako, lakini siri zako na mke wako huwezi enda kuambia jirani yako. Hizo ni your secret. Ni watu wako kimasi baina yao, masia ya karibu sana. Wako baina yao. Sasa wewe huwezi kuniambia ati kwa sababu wewe ni neighbor yangu ati na mimi ni rafiki yako, kila kitu ya kitanda naja na kueleza. Kuna mambo ni siri yangu na mke wangu, tunapanga maisha yangu. Sasa hizo ni mambo mengine. Sasa question yako, shida yako kubwa ni gani ili uwe Muislamu wewe? Kinachokuzuia nini? Kwanza mimi nilikuwa nimekuja hapa, kuna verses zenye sikuwa nimejipanga. Na unajua nyinyi mmesoma kila kitu, mmejipanga na verses, lakini mimi kuna sija manage kuzipata tu saa hizi. Unaelewa? Kama manage lini? Ngoja kwanza. Kuna translations, unaona nyinyi mnanipeleka. Kuna translations ukikuja kwa Kiswahili inasema hadi secret, ukikuja kwa Kizungu inasema allies. Na ukishindwa na translation tunarudi kwa Kiarabu. You don't have any problem. Ngoja, mimi sielewi Kiarabu. Ngoja. Na kuna nini zingine kwa Kizungu inasema friendship. Unaona? Usiwachukue kama marafiki kabisa. Unaona? Wakristo na Wayahudi. Uwezi urafiki, nimekuambia ngoja. Nimekuambia hivi, urafiki iko na nini kubwa sana, iko na level kubwa sana. So urafiki inayotajwa kabisa, inayotajwa urafiki ni kwamba tunaishi na Wakristo vizuri, tunafanya biashara nao vizuri, lakini Mkristo na ibada yake anaenda kufanya ibada yake kivyake. Mimi siji kwa nyumba yako nikwambia ati wewe nichungulia hapa usiku unafanya ibada hivi ama hivi ama hivi. Hiyo ni mambo yako. So urafiki, tunaishi pamoja, tunafanya kazi pamoja, tunaitana, tunaambiana mambo ya dini pamoja. Alafu ile ulikuwa umeleta ati tuwe Wakristo na Wayahudi, hiyo ni uongo mkubwa. Kwa sababu tulia na kuwasukuma ati barabarani ati ukimwona unapiga teke, si unafanya nini? Wewe umesukuma mara ngapi? Ngoja, wewe umesukuma mara ngapi? Mimi mwenyewe. Mimi kitu inanisumbua, sija manage kupata hizo verses, na mimi mwenyewe si Muislamu. Asante sana. Kuzitafuta saa hizi. Wacha nikufunze sasa Uislamu. Tulia kidogo, dakika mbili tu upumue. Ngoja nimalize. Umeona hapo vizuri, nasema ya kwamba fight against those who do not believe in Allah. Tunakubaliana na hiyo. Hiyo ni wakati wa vita. Fight against those kabisa, kwa sababu ngoja. Hakuna vita kwa hiyo verse. Imesema tulia. Ngoja nini tumuelezee polepole asione nini. Sura ya 9 inaitwa Suratu Tauba, ilikuwa ni wakati watu wanaenda kupigana vita. Na nimekupa mfano, Musa alipigana vita. Alikuwa anapigana na wale ambao hawaaminiani na wao, Wafilisti. Amepigana nao vita mingi kubwa. Na katika Biblia, katika Biblia, Mungu katika Biblia anasema uende ukiua watu. Una habari hiyo? Nina habari hiyo. So katika Biblia ndio inasema uende ukiua, si katika Qur'ani. Qur'ani inasemaje? Isemi uende ukiua watu. Wewe kulikuwa na nyakati za vita pia. Sasa katika Qur'ani kulikuwa na nyakati za vita. Sio sahihi. Unajua mimi kwa Qur'an, hiyo verse tumesoma inasema kwamba fight against those who do not believe in Allah. Hapo mbeleni hakuna mahali mimi nimeona vita mahali, lakini ukienda kwa zile stories za Musa, ndio nimekuambia ni sababu nzuri, ilikuwa imeteremka wakati wa vita. 9:6 Qur'an, 9:6 Qur'an tumsomee. Alafu na hiyo maswali kama iko hapo, leta wewe, upeleke maswali huko, nasema tutaleta Qur'an 9:6. Mimi akitafuta hiyo verse, acha niulize swali kwanza. Qur'an na Biblia gani iliandikwa ya kwanza? Qur'an ndio imekuja ya kwanza. Qur'an imekuja almost karne ya 7.
karne ya 7, 7th century. 7th century ndio imekuja. Biblia imekuja century gani? 7th century. Biblia imekuja 7th century, hiyo ni mwaka wa 700, si ndio? Ndio nauliza Biblia imekuja lini? Biblia imekuja hata nini BC. Imeandikwa kwa lugha gani Biblia? Iliandikwa kwa kuna verses zenye zimeandikwa kwa Giriki, New Testament, alafu Old Testament imeandikwa kwa Hebrew. Ilikuja na nabii gani? Nabii gani alipewa specific? Qur'ani imepewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imepewa Nabii Muhammad. Biblia ilipewa nabii gani? Ilipewa manabii tofauti kwa nyakati, a certain period of time. What is the meaning of Bible? Bible, maana ya Biblia. The word of God. The meaning of Bible. Nini maana ya Bible? Meaning of Bible, mimi venye najua, Bible is a collection of books. It's a correction. Asante. It's a correction of book. Sasa correction of book ilifanywa mwaka gani? Ndio nilikuwa nauliza hiyo swali. Mwaka gani? Inamaanisha ya kwamba kuna zile zilifanywa na sasa tuko katika mwaka wa 2026 AD, si ndio? After the death of Christ, si ndio? Unanielewa? Quran imekuja 7th century, inamaanisha ilikuja 700 AD, si ndio? Unanielewa? Tunakubaliana hapo. Lakini Biblia kuna zile zenye zilikuwa zimeandikwa, hata unapata zilikuwa zimeandikwa 500 BC, inamaanisha kuna zingine ziliandikwa kando, zingine 6. Tulia kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama mmoja wa washirikina akikuomba umlinde ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikiza sasa, hawa ni disbeliever au ulikuwa unazungumzia? Akija disbeliever akuombe umlinde asikize maneno ya Mwenyezi Mungu, Waislamu tunaambiwaje? Basi mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Asante. Kisha kitawakubali, usimlazimishe wala usimdhuru, bali mfikishe mahala pake pa amani. Kama hataki kufuata Uislamu, na haya ni kwa ajili ya kuwa wao hao ni watu wasiojua. Tunaambiwa disbeliever akija usiwahi kumdhuru. Disbeliever. Akija akitaka kujua kabisa kama huyu ametuambia hakuna Mungu. Hata sasa tunataka kumuuliza ni wapi kwako tukulinde tukupeleke mpaka kwako nyumbani. So hatuwezi kwa sababu hakuna kulazimishana katika dini. Lakini kwa nini nasema pale uwapige disbelievers? Hiyo ni wakati wa vita, nimekuambia. Sasa ukiangalia Uislamu yenyewe, Uislamu sasa ukiangalia utapata kwamba kuna uvamizi umetokea mahali. Ngoja mimi sijaipigwa ndio. Lakini utapata wale ambao wanauliwa ni Wakristo. Hiyo itakuwa labda propaganda ambazo hujui, kwa sababu ukienda Somali Wakristo sijawapata, wanaouawa huko ni Waislamu. Waislamu ni Waislamu ndio wanakufa. Garissa ukienda ni kaunti ya Waislamu ndio wengi, wanaokufa ni Waislamu. Wengi wanaokufa ni Waislamu. Tulia, utaambia DCI mwenyewe Muislamu. So hizi ni propaganda. Goja ndio nataka niuonyeshe, nataka nikuonyeshe ujinga ambao watu wengi wanaubeba. Serikali ya Kenya itakuwa ni jinga sana ipatie Muislamu the kitango security docket wakati inajua Waislamu ndio wanaua watu. Haiwezi fanya hivyo. DCI wanampatia ni Muislamu, ukienda intelligence unapata ni Muislamu. Siasa hiyo. Ati siasa. Sasa ni kupangana. Kwani security ni siasa? Sasa tulia. Sasa nataka nikuonyeshe hivi. Nataka nikuletee vitu mingi. Hapa Kenya tulikuwa na watu wanaitwa Mungiki. Sawa? Walikuwa wanaua watu. Mungiki walikuwa Waislamu. Hawakuwa Waislamu. Asante. Tulia, nataka nikulete nikuonyeshe. Watu ni wengi wanafanya machafu. So ikipatikana kikundi ndogo inafanya machafu, haidhibitishi Uislamu. Uislamu unadhibitishwa na Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mimi kuniconvince huu ni Uislamu, unionyeshe katika kitabu wapi kinaniambia nifanye kadha wa kadha unaosema. You have any other question? Kwa sababu kaka nasikia ni kama ana swali, tumalizie. Kuna swali lingine? Acha iko hivi, hiyo swali, si ndio? Kuna kitu nasikia kwa Qur'ani inaitwa jihad, sijui holy war. Sipajui, kama kuna mtu anajua anaweza nieleza labda. Asante. Jihadi, wewe kwanza ni mujahidina mkubwa. Mimi. Wewe ni jihadist. Tena jihadist mkubwa wewe. Jihadi inatokana na neno ambayo inaitwa jitihada. Yaani juhudi. Bidii. Ndio inaitwa jihadi. Ni kama usikie Al-Shabaab. Al-Shabaab ukisikia unasema unatetemeka. Shabab ni kijana. Ni neno la Kiarabu inasema shabab ni kijana. Ni kama useme youth. Al-Shabaab ni unaona?
Al-Shabaab ni kundi ya vijana, ni kama Mungiki. Mungiki sio kundi la nini, kama wewe sio Mkikuyu huwezi jua. Mungiki ni kundi katika Wakikuyu wanasema muogeke waado. Maana yake sasa wakituona wanatuita ahare hena muogeke. Unasikia? So Wakikuyu wakituona hivi wanasema ni muongeke. Ni jina la lugha linatumika vibaya. Anabana vizuri. Sasa hii holy one, hakuna kitu inaitwa holy war. Wewe ukipata hiyo andiko, ngoja, ukipata hiyo andiko kwa Qur'ani, niletee kesho holy war. Mimi mwenyewe nilikuwa na kulingana na venye nimekuwa nikianalyze. Mimi nilikuwa na feel hiyo ya holy war nime insight vitu kama ile genocide inaendelea Nigeria. Unapata kuna hao wanaitwa Boko Haram. Boko Haram ni Waislamu na ni kikundi la Kiislamu na wako na links na Al-Qaeda na kina Al-Shabaab wote, na wote ni vikundi vya Uislamu, unaelewa? Na wakivamia mahali ni Wakristo mostly. Waislamu pia saa zingine pia wanapata kunini, saa zingine pia wanaweza kufa, but wanakufa. Hiyo kwanza ni uongo, kwa sababu hiyo Boko Haram casualty wale walipatikana wa kwanza ya Boko Haram ni Waislamu, tena wasichana walikuwa kwa shule ya boarding, walikuwa 256 walichukuliwa. Casualties wale walichukuliwa kwanza na Boko Haram, mpaka leo hawajaionekana mpaka maiti yao. Na jambo la pili, sasa ngoja, Nigeria sehemu ambayo kuna majority of Muslim, si sehemu za Wakristo, hako sehemu za Wakristo, wako North Nigeria ambao ni sehemu ambayo kuna majority ya Waislamu. Ngoja nakotaka nikuonyeshe, ngoja kidogo nimweke vizuri. Usiwahi chukua katika hii mambo ya kisiasa, kwa sababu North Nigeria, kwa nini kuna vikundi kama Boko Haram? Kuna resources ya mafuta, na sehemu yoyote kuna resources lazima utaona kuna vita. Kongo tangu mimi nizaliwe, sasa nimezeeka, ni vita tangu asubuhi mpaka jioni. Kwa nini? Kongo kuna resources. Kuna dhahabu. Ngoja nitakufundisha. Kuja hapa Sudan, sehemu inaitwa Darfur, vita kila wakati. Kwa nini? Kuna mafuta pale. So sehemu yoyote ambao kuna resources ndio unaona kuna letwa force hii, unadanganywa ni hawa. So Islam does not stand on that. Kitu tunaongelea. Ngoja kwanza kidogo kabla hujaenda sana. Kuna kaka ako hapa, labda ako na evidence nzuri ya kusaidia DCI wa Kenya, kwa sababu hawakujua nani alifanya hiyo. Kaka anasema anasema anajua chenye kilifanyika Garissa, na DCI na intelligence wa Kenya hawakupeana. So huyu kaka enda pale DCI. Hii nchi kuna intelligence, hii nchi kuna watu wanaitwa NSIS na wote. Tulia, nataka kukueleza vizuri. Kabisa tulia, nataka nikueleze vizuri. Hakuna intelligence walisimama kwa rais wakasema hii ilifanyiwa na hawa. So wako kwa giza. So huyu ako na information. So huwezi kutuletea information sisi. We don't have peleka wale watu wako na authority ambao ni DCI ndio wanahitaji hiyo information. So sisi hapa tunadili na Qur'ani na Biblia. So kama wewe unajua nani wanaua, nenda kwa DCI. Sasa una swali lingine ama nifunge? Nilikuwa najaribu Qur'an. Karibu brother. Karibu tufunge na hiyo. Na natoa kwa sababu utakuja nayo kesho. Utakuja nayo kesho. Unajua kwa nini? Utaleta kesho. Mimi nasema tujichunge na mambo ya intelligence ya Kenya. Intelligence ya Kenya ni watu wanapewa fund ya kutosha. Hauwezi kuwa wewe unajua information na upeleki. Inafatikana ukuje uchukuliwe upeane information kama uko nayo, sisi hatuna. Sasa wewe uko nayo na unaishi Kenya, si upatiane kwa intelligence ama DCI? Mimi wananiita Sali. Mimi wananiita Joshua. Sasa wewe enda pale Kiambu Road. Unaona Kiambu Road? Ndio nakuambia mahali utapata hiyo intelligence. Kiambu Road ukiteremka, ingia tu hapo, utapeana intelligence. Wanakuita nani? Wananiita Joshua. Leo nimekuwa msikivu. Nimepeana masikio sana. Nadhani ni swali moja. Unajua Joshua, sikiza, nakupa swali moja kwa sababu ya muda. Kesho ukija mimi nakupa time kubwa, because mimi najua wewe unakujanga kulani. Na ndio unaona siwezi kukataza microphone. Utazungumza umalize. So uliza swali moja leo, hiyo nyingine utauliza kesho.
Sawa. Siulize swali lakini 3 minutes. Kama huna swali, umesema huna swali. Umesema sina swali. Sasa wewe umesema huna swali. Sasa enda ulete swali kesho. Haya, kuja brother. Una swali? Kuja brother. Karibu brother. Amesema hana swali leo. Na mimi amesema tulia. Dakika ni kidogo. Kuja na hadithi ya Sahih Muslim na Buhari, alafu ndio at least tutakuwa na upana wa kuuliza maswali. Hivyo sasa yeye amesema tuje na hadithi, hana swali leo. Ndio nikasema hana swali. Hiyo ni pledge tukuje na vitabu extra. Hana swali wewe kaka, wewe usimwekelee mapendekezo. Mimi wananiita sana. Naitwa Mose. Mose Muislamu Kristo. Mkristo. Injika swali moja ndio ya mwisho. Ataruhusu 2 tu. Na zihusiane sana na nani. So niko naulizaje? Mbona nyinyi Waislamu kama mna evangelize, like kama unataka kufunza watu kuwaleta kwa June project ya kuleta watu kwa Uislamu, na evangelize Islam So kwa nini lazima mkivangelize Islam? Kwa sababu mimi nikitaka tuseme kwa mfano mimi naenda kuevangelize tafuta Wakristo na waleta kwa dini ya Kristo. Mimi naenda na Biblia peke yake. Nawaambia na wasomea ile mazuri kwa Biblia, kama watakubali watakataa sawa. Mbona nyinyi lazima mkuje mrabish Biblia ndio mliingiza watu kwa Uislamu? Kwa sababu Biblia hakuna mahali imesema ni yako. Kuna mahali Biblia imesema ni ya Wakristo, tusaidie kuanzia hapo, because hiyo ni ku privatize vitabu vya Mungu, which is very bad. He is not your private. Wewe tulia kwanza. Sasa wewe nimekupa nafasi utaki kuongea. Nikiongea na huyu una interfere. Sasa tutaelewana namna gani? Kwanza hii kusema una privatize ati kitabu hii ni cha hawa, hichi ni cha hawa, ulitoa wapi? Kwa sababu Qur'an ni ya watu wote. Nadhani Biblia inafaa kuwa ya watu wote. Sasa mbona usikie uchungu nikiisoma wakati ni ya Mungu, si yako? Mungu ndio anafaa asikie uchungu, sio wewe. Sasa jibu basi. Kwa sababu hii wewe ukipata Mkristo akizunguka na Qur'an na kuna Biblia na anasoma Qur'an at the same time, wewe kama Muislamu utaona aje? Mimi nafurahi kwamba mtu anarabish kitabu yenu. Nafurahi ndio napeanga watu hapa Qur'an free, kwa sababu Qur'an sio kitabu ya siri. Qur'an ni huda linasi, ni mwongozo kwa ajili wa watu. Napea Wakristo hapa for free, si wauzi. Ili waende wasome, wakisikia watasoma walinganisha na Biblia, wasome walinganisha na inawapatia up to them, because ni kitabu ya Mwenyezi Mungu, inafaa kupewa watu wote wasome. So nahofia hii kitabu ambacho mnachofunga kisisomwe na watu wengine. Kwani kina shida? Mimi sisemi siri iko wapi? Sisemi kisisomwe na watu wengine. Nasema hivi, anytime nakujaga hapa mara mingi na kila mara naonaga lazima murabish Biblia, murabish maneno ya Kristo kama maneno ya Yesu, ndio muvalidate yenu yenye kwa Qur'an. Na niulize, kwa nini mko na assumption ya kwamba wewe mna evangelize tu has to be a Christian that needs to be evangelized to Muslim? Mbona msikuwe na ile nani ya kwamba ya Buddhist? Kwa sababu sioni kitabu ya Buddha hapa, sioni na kitabu ya Buddha na mkue pia na Bhagavad Gita wa Hindu hapa, kwa sababu mbona mko na assumption ya kwamba si wote tuko hapa na Wakristo? Kuna hata atheist hapa. Asante. Atheist utumie Biblia kurabish Biblia ndio kuja kwa Qur'an. Asante. Atheist tuko naye na ndio huyu ako hapa, wala yeye hatumii Biblia, na alipouliza swali hatukumpeleka kwa Biblia, tulimpeleka kwa Qur'ani. Ni kweli? Hatukumpeleka kwa Biblia because he doesn't believe in Bible. So wewe ukija unaamini Biblia ndio tunakupeleka kwa Biblia. Naamini Qur'ani, so, lakini alituuliza ndio tukampeleka kwa imani yetu. Lakini huyu ni atheist. Kwanza alisema hizi vyote ni karatasi. Unaona na yuko hapa na tunaamini tunambeba, alafu tena kesho utamuona na kanzu hapa, kwa sababu atakuja kujua ukweli. Unaona ukweli? So sisi tunafunza mtu kulingana na venye ameleta swali. So wewe ukileta ambao swali imepesi kwa Qur'ani, hatuwezi soma Biblia. Lakini hizi vitabu tuachieni watu wasome, zisiwe kama kitu kinachofichwa. Na hii ndio ilisababisha watu wakufe Shakahola, kwa sababu walifichwa kitabu wakaambiwa Yesu amesema mfunge mpaka mkufe. Mpaka serikali ya Kenya inaingilia, mpaka inataka kuregulate makanisa na misikiti kwa sababu ya kosa iliyofanywa kukataza watu wasome vitabu. Wacha watu wasome vitabu. Kristo amekataza kusoma kitabu. Ndio nakwambia ni ignorance ya Mkristo. Kitabu iko everywhere. Sasa hiyo ignorance ndio tunatoa. Utoe ignorance kwa sababu hapo unakuja kuongeza ignorance ya Qur'an hapa. Sasa ignorance gani? Hakuna vile. Swali yako haswa ni gani? Swali yangu, wewe ni Mkristo wewe? Mimi nashukia. Wewe ni Mkristo? Unaga? Nauliza wewe Mkristo? Mkristo wewe ni Mkristo? Wapi Ukristo inasema watu wasome Biblia?
Ukristo. Okay, I'm a Christ follower. So ndio nauliza, wapi Ukristo inakubaliwa kusoma Biblia? So Biblia peke yako nafaa kusoma. Okay. Nimewachana hizo zingine. Wapi kwa Kristo wamefundishwa Hakuna. So hii sio kitabu yenu. Sasa mbona unachukua kitabu ya wenyewe? Sifurahi ukitupia mawe na kugeuza concept ya Christ. Wala hatujageuza kwa sababu Yesu ni Muislamu ndugu yetu na tunahubiria watu na wale ambao tunawahubiria wasaa kubali. So usiwe na wasiwasi. Wewe ukiwa na swali utakuja uulize. Time nayo inakimbia, tunaenda kuswali. Haya, sasa sisi tukiwa Afrika, wewe Mwafrika mwenzangu, si ndio? Na Mwafrika mwenzangu, tunajua kabisa hizi dini sasa niko upande huu kidogo, but mimi naamini nichambue Biblia kama kuamini. So now itakuwaje sisi Waafrika venye tulivyo? Kwa sababu mimi naona hizi dini kwanza ya Waislamu, mimi najua ni dini ya Mwarabu. Hata translation ya nani bado iko ndani ya Kiarabu, lazima usome Kiarabu. Ya Ukristo ni ya nani? Bado ndo naenda hapo, usi jump the gun. So now mimi najua Qur'an. So now mimi naulizaga kabla hujaruka hiyo, kwa sababu unaruka ya Ukristo nayo ni ya nani? Ya Ukristo nayo ni Mwafrika. Ya Mwafrika? Okay. Acha kutuchezea akili bro. Tunajua ni ya wazungu, ni missionary ndio wameleta. Kwa mwadilifu, usiwe muongo. Mwafrika ameletewa Christianity through missionary. Sasa wewe unataka kutufanya even fools wakati tumesoma walioleta missionary. Leo hapa unakuja kutudanganya. Sure. Fanya hivi utasema. Wacha Biblia ikuja East Africa. Biblia ilikuwa kwa Coptic Christians in Egypt na ilikuwa Ethiopia. Bible has always been around even before the white man came. So same the white man ndio walileta Biblia salai. Wacha siko imefika the Central African past na kama Kenya hivi. Hata itakuwa muongo wa kupindukia kwa sababu the Coptic Bible haifuatwi na Wakristo kwa sababu the belief of Coptic religion sio the same na Christianity. Wewe usitufanye kuwa hata ibada wanafanya kama Waislamu wanapeleka nyuso si chini. Wewe usije ukatufanya sisi ni watu wa Eritrea sasa hivi. Tumesoma na tunajua, usikiza. Ngoja, ya Wakatoliki ndio imeletwa Afrika na Afrika wanatawaliwa na dini ya Kikatoliki. My friend, na mimi kama mwanafuata kama una habari American Contemporary. Kesho inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.